Licha ya kuzaliwa katika familia ya kitajiri sana, familia ya watu ambao walikuwa na pesa sana, familia ya watu ambao walikuwa wanavaa nguo nyeupe, lakini bado hakuwahi kuwa na roho nyeupe. Hakuwahi kuwa na roho yenye kubeba mapenzi ya dhati kwa ndugu yake. Alikuwa ni mwanamke ambaye rithi kizazi cha chuki kabisa, ambayo ilikuwa ni chuki kubwa sana kutoka kwa mama yake, na hakuwahi kumpenda ndugu yake kama ambavyo mama yake alivyokuwa anamchukia mama wa ndugu yake. Alimchukia sana, na chuki hii alihamishia mpaka katika mapenzi na kwenye maisha halisi. Kwanza wakiwa bado wadogo, wakiwa na umri wa miaka 5 mpaka sasa bado ana chuki na ndugu yake. Yupo tayari kusimamisha mambo yake yote ili ndugu yake asipendwe. Yupo tayari kutumia gharama yote ya uongo ili kumfanya ndugu yake aonekane kwamba ni mbaya na asipendwe na mtu yote. Badala yake alikuwa anataka yeye kuonyeshwa mapenzi ya dhati. Yupo tayari kwa ajili ya kuvunja ahadi zote za mapenzi, ahadi zote za dhati mbele ya ndugu yake, lakini yote hii ilikuwa ni kukamilisha dhumuni lake. Na huyu alikuwa anaitwa Paula Emmanuel Kimaro, msichana mrembo na mwenye hadhi ya kuitwa mrembo, ambaye niko tayari hapa kukusimulia story yake. Anaitwa Paula Emmanuel Kimaro. Mwenyewe alikuwa anapenda sana kujiita, ama kwa kukatisha jina lake ungesikia kwamba anaitwa Rau. Basi huyu alikuwa ni msichana na alikuwa ni binti wa miaka 19 ambaye alikuwa anatokea katika familia ya kitajiri sana. Ilikuwa ni familia ya Mr. and Mrs. Emmanuel ambayo ilikuwa inaishi jijini Mwanza. Na kama ungeulizwa mwaka wake wa kuzaliwa kwa haraka, basi ningekwambia kwamba mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa kumuingiza JK wa pili madarakani, basi huyu binti alizaliwa kutoka hospitali ya Bugando ambayo ilikuwa inapatikana katika jiji la Miamba, jiji la Mwanza. Utajiri ambao alikuwa nao babake au kwa kujulikana ulikuwa ni kiasi gani, lakini itambulike kwamba babake alikuwa ni miongoni mwa matajiri wakubwa sana katika jiji hili. Mama yake alikuwa amefariki miaka 17 na miezi 6 iliyopita. Wakati huu Paula alikuwa na mwaka 1 tu na nusu. Kwa hivyo kumbukumbu kamili ya kuwa mama yake alikuwa na mtu wa jirani ilikuwa ni ngumu sana, labda katika picha yake. Na picha hizo pia hakuwa nazo, alikuwa akisikia tu baadhi ya story na mazungumzo mbalimbali kutoka kwa watu wa karibu na mama yake, lakini yeye hakuwa na kumbukumbu zozote. Sasa miezi kadhaa mbele, mara baada ya kifo cha mama yake, Mr. Emmanuel aliingia katika mahusiano na mwanamke ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Sarafina. Sarafina alikuwa ni mwangalizi mkuu wa makuzi ya Paula, ambaye yeye pia alikuwa na binti wa miaka 2 na miezi 6, na binti huyu alikuwa anaitwa Paula. Paula alikuwa ni mtoto wa Mr. Emmanuel Kimaro ambaye alimpata mara baada ya kuchepuka katika kipindi hiki ambapo alikuwa yuko na mke wake, yani Mama Paula. Mwanzoni alifanya jambo hili akiwa amefanya siri sana na hakudiriki kumwambia mtu yote yule. Alikuwa akihofia kwamba katika himaya tajiri hii ambayo yupo, himaya ambayo kazi kubwa sana ya milk ya pesa na kila kitu alikuwa amefanya Mama Paula. Kwa hivyo alikuwa analazimika kuendelea kuficha siku zote taarifa za kwamba kuna mwanamke nje naye na amemzalisha mtoto mwingine ambaye anaitwa Paula. Sasa Mr. Emmanuel alitambua uwepo wa Paula na alijua kwamba kama mpenzi wake yani yule mwanamke mwingine na ana mtoto naye, kama angekuta ana maisha mengine tofauti na yale ambayo alimwacha, basi angemwacha na angerudi kwenye kazi yake ya ufundi, na hii ndo kazi ambayo alikuwa hata kabisa kurudia kuifanya kwenye maisha yake. Na ndio maana alifanya siri kubwa sana ya kwamba amezaa nje, kwa sababu asingeweza kabisa confess Mama Paula, ambaye Mama Paula huyu jina lake lilikuwa linaitwa Dija. Kumbuka huyu ndo mwanamke ambaye tunamzungumzia kwamba amekwisha kufariki na mzee amebaki na binti mdogo ambaye anaitwa Paula. Lakini sasa mzee akaona kwamba kuliko nianze mahusiano mapya, bora nirudi kule ambako nilikuwa nimemsaliti mke wangu, ambako kuna mtoto wangu, ili nimchukue mwanamke niendelee kuishi naye. Tuko vizuri hapo? Sasa huyu mwanamke ambaye anaitwa Dija, yani mama yake na Paula ambaye ni marehemu, aliwahi kumpenda sana mwanamume huyu wake maskini. Alimpenda sana Mr. Emmanuel. Alimpenda kiasi kwamba alimuonyesha njia rahisi ya kupata utajiri. Na hii ndio sababu Mr. huyu amekuwa ni tajiri mkubwa sana katika jiji la Mwanza. Kwa hivyo kifo cha Mama Paula kilikuja na taarifa nyingine ambayo ilikuwa ni kutambulishwa kwa mtoto mwingine ambaye alikuwa ni Paula. Basi kipindi Paula anatambulishwa, ilifanya familia kuwa na idadi ya watoto ambao Mr. Emmanuel sasa alikuwa anawamiliki, kabidi iongezeke kutoka kuwa na mtoto mmoja ambaye alikuwa ni Paula. Basi sasa hivi Paula alikuwa ameongezeka katika familia hii, ingawa sasa watoto hao walikuwa wamepishana miezi kadhaa tu, na Paula alikuwa ni mkubwa kiumri wakati Paula alikuwa akifuatia. Sasa jambo hili
lilifanya Raula awe mnyenyekevu sana kwa ndugu yake. Hakuwahi kuzungumza jambo ama kauli mbaya mbele ya Paula. Alimthamini sana ndugu yake, alimjali sana na kumchukulia kama rafiki yake. Alimchukulia kama dada na mtu muhimu sana kwenye maisha yake. Lakini hali hii kwa Paula ilikuwa ni tofauti. Na hii ilikuwa ni kutokana na kutokujua historia yake kamili mpaka anakuwa na undugu na Raula. Basi yeye alikuwa akimuona kama huyu ni mtu ambaye yupo kwao kama mfanyakazi hivi, na hiyo yote ilikuwa imetoka kwenye ushawishi na maneno ya kejeli kutoka kwa mama yake, yani Sarafina. Sarafina alikuwa akimharibu mtoto wake na kumpa maneno mabaya dhidi ya ndugu yake ili tu wawili hawa wasipatane. Hamu yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Raula anakosa furaha katika nyumba hiyo ambayo alikuwa akiishi maeneo ya Capri Point. Lakini kumbuka, katika nyumba hii Raula hapa palikuwa ni kwao, lakini Paula na mama yake wamekuja mara baada ya mama yake na Raula kufariki. Sasa hapa ndani walimgeuza binti huyu kama mfanyakazi wa nyumbani. Walimgeuza kuwa ni sehemu ya mtu ambaye pindi Mr. Emmanuel ataondoka basi alikuwa ni kama sehemu ya busati. Walimfanya vile ambavyo walikuwa wanataka. Walifanya kile ambacho alikuwa akijisikia kwa binti huyu mdogo maskini. Sasa hali ya kunyanyaswa haikuishia ndani ya nyumba, bali ilifika mpaka nje ambako Paula hakuacha kutangaza mpaka kwa marafiki zake. Alitangaza kwa marafiki zake na kwa watu wengine wengi sana kuhusu ubaya wa Raula, ubaya ambao haukuepo. Basi singetokea mtu kuzungumza lolote jema kumhusu ndugu yake alafu yeye asipingi. Alikuwa akimchukia mno ndugu yake. Alipandikizwa chuki kubwa sana kutoka kwa mama yake ambaye alitoa chuki yake kutoka kwenye moyo wake, na ilikuwa ni kama sehemu ya kumchukia marehemu mama yake na Raula. Sasa baada ya miaka kadhaa, kwa sasa hawa wote wawili wanaendelea na masomo yao katika chuo cha St. Augustine University of Tanzania maarufu kama Sauti. Raula alikuwa kwanza kuchaguliwa katika chuo hiki na akadondokea katika shahada ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma, kitu ambacho kilifanya hata Paula naye kuchagua kusomea taaluma hiyo. Kwa kuwa walikuwa wanaishi maisha ya kifahari sana, kukuwa na haja ya kuishi hostel. Basi kila mmoja alikuwa na gari lake na walitumia usafiri huu pindi ambapo walikuwa wanatoka nyumbani, na muda ambao wanarudi nyumbani walikuwa wakitumia magari yao. Basi walifurahia sana maisha ambayo yalikuwa ni mazuri sana, na ni maisha ambayo walikuwa wamezoea tangu kipindi wakiwa wanasoma elimu ya sekondari, lakini pia masomo yale ya upili. Sasa hii ni siku nyingine ambapo ilikuwa ni majira ya saa 11:45 hivi alfajiri, ambapo Raula alikuwa katika meza yake akisoma kitabu ambacho labda kingemsaidia nini anakwenda kukisoma pindi kutakapopambazuka vizuri. Basi ilikuwa ni kaida yake kuamka mapema kwa ajili ya kujikumbushia masomo yake, na simu yake ilikuwa na alamu ambayo ilikuwa inamtaka kuamka saa 10, na kisha angeoga na kukaa mezani hapo angemshukuru Mungu wake kwa mambo 10 ambayo alikuwa anatamani atoke katika maisha yake. Na baada ya hapo basi angefanya tahajudi ama wenyewe anaita meditation, na ndivyo baadaye angeingia mezani kwa ajili ya kujisomea. Sasa kusoma kwake aliweka kipaumbele kuliko kitu chochote kile. Aliamini kwamba elimu ndio kitu pekee ambacho kitampa mafanikio. Hakuwahi kujitenga na meza yake. Kila itakapofika saa 11 alfajiri, basi alikuwa ametenga muda sahihi kwa ajili ya kusoma. Na laiti kama ungeingia chumbani kwake ungekutana na karatasi kubwa ambayo ilikuwa na mlolongo wa masomo mbalimbali ambayo alikuwa anasoma katika siku tofauti. Wenyewe mnaita timing table Basi siku hii muda wake wa kusoma ulipoisha, alifunika kitabu akakiweka katika begi lake. Wakati alikuwa akipanga baadhi ya vitu vyake vizuri. Basi akaenda kabatini ambapo alichagua nguo ambazo alikuwa anataka kuvaa, akapiga pasi, na alipomaliza aliondoka nje ambapo alikutana na baba yake ambaye alikuwa sebuleni. Sasa wakati huo baba alimwambia binti yake kwamba kesho tunaenda katika kaburi ya mama yako. Sio, unafahamu hilo? Ndio baba, nafahamu. Hivi Paula ameamka? Raula aliuliza wakati huo aligeuka na kuanza kuangaza kulia na kushoto akimtafuta ndugu yake Paula. Hapana, kwani unataka kuongozana naye? Hapana, ilikuwa leo ni zamu yake kuandaa chai, alafu muda wa kufika chuo tayari, nikajua tayari, alizungumza binti. Basi wakati huo ilitokea sauti ambayo ilikuwa ina hasira kweli, inauliza, unasemaje wewe mwenda wazimu? Nani akupikie chai? Wewe nani? Kwani wewe huwezi kuandaa chai? Yaani mwanangu aache kulala vizuri kisa wewe sijui kwa sababu unawahi basi amke kupika chai. Wewe una akili timamu, wewe unajua kupika wewe. Basi hakuwa mwingine. Hii ilikuwa ni sauti ya Sarafina ambaye alikuwa ameingilia mazungumzo. Sauti ilikuwa imetokea chumbani kwake. Mama jamani, sasa maneno yote yanatokea wapi? Raula aliuliza kwa sauti ya upole sana. Wewe mpuuzi, usinipande kichwani, nitakubonda unajua. Basi mama, naenda kupika. Mtoto mvivu sana wewe. Yaani mwanaume atakaye kuoa atapata kazi sana. Hebu usimsumbue mwanangu. Ukitaka pika, kama utaki nenda hivyo, kwa lazima ule.
Sarafina aliendelea kuongea na kupiga kelele. Ni wazi kwamba alikuwa akimtetea mtoto wake ambaye alikuwa amelala, lakini kwa mujibu wa sheria na taratibu zao ni kwamba binti yule alitakiwa ameamka kupika chai hata kama yeye hakuwa kuna sehemu anaenda ama hakuwa anaamka siku hiyo mapema. Basi Raula alimtazama baba yake kwa muda na hakutaka kumjibu Sarafina. Badala yake alienda jikoni ambako alipika mpaka alipomaliza, akaandaa chakula mezani. Alipomaliza akarudi chumbani kwake. Akawa anajiuliza, hivi kwa nini mimi ninafanywa hivi? Mbona kila siku ni mimi tu? Hivi ni lini kwani Paula atafanya kazi huko ndani? Mbona mimi nafanya kila kitu? Okay, nikimwambia kwamba basi atafute hata mfanyakazi awepo hapa ndani maana kazi ni nyingi, mama hataki. Lakini anyways, ngoja tuone mwisho wake itakuwa ni nini. Nilikuwa akijizungumzia binti huyo. Wakati huo alikuwa na maumivu sana kwenye moyo wake. Moyo wake ulikuwa unaumia sana kwa sababu alitambua kabisa kwamba hii siku ilikuwa ni zamu ya Paula kupika, lakini alikuwa amegeuziwa kibao. Na hii sio tukio la kwanza kufanyika katika familia yao. Mara nyingi Paula amekuwa akibebwa sana na mama yake. Basi alijikuta akilia kwa muda mfupi tu na kisha akafuta machozi. Kilichofuata hapo ilikuwa ni kutazama saa yake mkononi ambayo ilimpa majibu kwamba tayari ilikuwa ni saa 1 asubuhi. Ulikuwa ni muda sahihi wa yeye kuondoka katika eneo lile na alitakiwa kuondoka. Basi alienda mpaka sebuleni. Hakubahatika kumwona baba yake. Alijiuliza tu yuko wapi, na alipokosa majibu akasogeza miguu yake katika meza ya chakula, akajipakulia chakula mwenyewe. Alitakiwa kula kwa haraka sana ili aweze kuwaichua vizuri, na akiwa anaanza kula sasa nyuma yake ikawa imesikika sauti. Asa, kwa nini usisubiri wote tuamke vizuri ndo uanze kula? Kwa nini uanze kula peke yako? Raula alijua huyu nani ambaye alikuwa anaongea. Aligeuka kutazama na aliona alikuwa ni mama yake Sarafina ambaye alikuwa amesimama katika korido akimtazama. Sarafina alikuwa amevaa kanga ambayo alikuwa amefunga vizuri kabisa kifuani kwake. Basi akamjibu tu kwa sauti ya upole, akamwambia, mama, nawahi kipindi nimeshindwa kufanya hivyo kwa subiri. Kwa hiyo unataka si tule uchafu wako, si ndio? Yaani tule baada ya kuwa mbakiza, si ndio? Mama, kwa nini maana kama mimi ni mchafu au? Tumia rula mwenyewe bwana, utajua mwenyewe. Wewe mchafu bwana wewe. Wewe vipi? Sarafina alijibu na akapiga hatua taratibu mpaka ambapo Raula alikuwepo, akafunika chakula ambacho yeye alikuwa ameandaa. Subiri tuamke vizuri tutakula pamoja. Lakini mama, natakiwa kuwahi chuo. Wewe, mimi ni mamako. Mimi ni mamako, umechanganyikiwa. Sarafina alifoka akiwa na hasira sana, akamwambia, sasa sikia. Kula alafu kuna vyombo na kuna nguo za Paula pale zinakusubiri. Unatakiwa kufanya hivyo vitu vyote kabla hujaondoka kwenda uko ambako nataka kwenda. Lakini mama, mimi nimechelewa. Afu Paula jamani si yupo tu, kwa nini hizo kazi sifanye mwenyewe? Nimesema mimi sitaki maongezi tena. Sasa wewe ujifanye mjinga alafu kula uondoke. Utanijua. Sio unanifahamu vizuri, utanifahamu vizuri zaidi. Sarafina alifoka na akaondoka eneo lile akiwa na hasira sana. Raula alimtazama mwanamke huyu kwa muda mrefu sana. Ladha kamili ya chakula ilimtoka kiukweli. Alijikuta akidondosha machozi kwa mara nyingine. Alishindwa hata kuendelea na kula kile chakula. Alijikuta akiinuka na kisha akaelekea jikoni ambako alikutana na vyombo ambavyo vilikuwa ni vingi sana. Hakuna jinsi, ilibidi aoshe. Alipomaliza alienda kufua nguo za Paula na kisha huyo ikabidi aondoke zake. Na haya ni maisha yake. Hakutaka kumpinga Sarafina kwa sababu alikuwa anajua huyu ni mtu wa aina gani. Huyu ni mama yake wa kambo. Mdomo wake haujawahi kuwa na breki. Mara kadhaa amekuwa akimtukana matusi ya nguoni makubwa sana. Mara nyingi amekuwa akimkejeli sana mama yake mzazi ambaye yupo kaburini, na hasira yote mama yake mzazi ilikuwa inakuja kwake. Basi kitu ambacho kwa siku hii binti huyu hakutaka kuona kitokea. Hakutaka kabisa kusikia kelele za mama yake wa kambo huyu. Ilibidi tu afanye vile ambavyo alikuwa ameambiwa kama sehemu ya heshima tu na utii kwa mwanamke huyu ambaye mpaka sasa hakuwa na zaidi ya miaka 47. Alikuwa ameshazoea maisha haya Raula, na kwake ilikuwa ni rahisi tu kufanya vitu hivyo na kisha kuondoka. Basi wakati Raula anaondoka, Paula alimtazama kupitia dirishani mpaka alipotoka katika geti, akarudisha pazia sehemu yake. Macho yake yalitua katika simu ambayo alikuwa ameshika mkononi. Mwanga wa simu ulipoonekana ulikuja kusambaa kwa picha ya mwanaume ambaye hakupungua wala kuzidi miaka 19, ambaye alikuwa amevaa suti ambazo zilikuwa zimekaa vizuri sana. Nampenda huyo mwanaume jamani. Sijui atamenipa nini mpaka nampenda hivi. Yaani mimi nitahakikisha mpaka Nurdin anipende. Yaani atanipenda mimi tu, hawezi kumpenda Raula. Yaani siwezi kubali. Yalikuwa ni mawazo ya binti huyu, ambapo baadaye akafikiri kwamba basi akamshirikisha hata mama yake mpango huu ili aone mama atamsaidia vipi. Basi alikuwa akiwaza vile, lakini wakati wote alikuwa akitazama picha ambayo ilikuwa katika simu yake. Basi baada ya nusu saa za kumfikiria kijana huyu ambaye alikuwa anaitwa Nurdin, mwanaume ambaye binti alikuwa anampenda, aliinuka kitandani na kisha akaenda kuweka mwili wake sawa
na ilikuwa ni kabla ya kuchomeka simu yake chaji. Alitoka mpaka nje katika chumba cha mama yake ambapo aliingia na kufanya mazungumzo kwa muda kidogo kabla ya kurudi tena katika chumba chake ambapo hakukaa sana. Alitoka na kwenda kwenye meza ya chakula. Nikajua Raula angekuwa hapa. Paula alianzisha mazungumzo akiwa anakaa kwenye kiti na macho kama ametoka kwa baba yake ambaye alijibu tu kwa mara moja na kusema anaonekana anapenda sana masomo kuliko hata wewe Paula. Wewe mtoto ni mvivu sana. Yaani nahisi na maliza hela zangu kabisa. Hamna hata unachofanya huko shuleni. Masomo yapi bwana? Anamwahi tu Nurdin. Alijibu binti. Nurdin ndo nani? Kwani mama hajakwambia kuhusu nini eti Paula kuna nini? Mwanao kaanza kujihusisha na mapenzi huko na hakika kwamba hamna kitu chochote ambacho anakifanya huko shule. Yaani hamna lolote. Serafina aliongea akiwa anaweka zake kijiko chini. Paula ni kweli? Baba bwana. Kuna nadhani kwamba mama anakudanganya. Raula na mwanamume wake shule ambaye ndo anamfanya achelewe nyumbani siku zote na ndio huyo ambaye anamfanya anawahi kuondoka Paula hata hawahi shule. Yaani pesa unazompa zote mzako anamuunga huyo mwanaume. Na hii tabia, yani kivipi? Mbona mimi nashindwa kuelewa? Ndio hivyo, hii tabia atakuja kumwambukiza mtoto wangu. Akiamua tena Emmanuel nakwambia tutaonana wabaya. Ukiona mtoto wangu ambadilika kwa ajili ya mtoto wako, naomba umkanye mtoto wako. Basi alifoka. Sarafina alikuwa na hasira sana akimtazama Mr. Emmanuel ambaye alikuwa ameshusha pumzi kwa nguvu sana. Hakutaraji kile ambacho anakisikia wakati huu. Basi Mr. Emmanuel alikuwa akifahamu vizuri sana tabia ya binti yake na alikuwa anafahamu kwamba binti yake anapenda sana shule. Alikuwa ni mtu mwenye kuamka mapema kufanya majukumu yake kuanzia ndani vizuri kabisa. Alikuwa binti ambaye alikuwa na bidii, lakini kuhusu kujihusisha na mapenzi, kuonga pesa na mambo kama ambao alikuwa ameambiwa hakuwahi kudhani wala kufahamu. Basi ilikuwa ni surprise kwake na kijasho chembamba kilimtoka mzee huyo. Alikuwa anampenda sana Raula na hakutaka jihusishe katika mapenzi kwenye umri ule haswa akiwa chuo. Lakini taarifa ambayo ilikuwa mbele yake ilikuwa ni kwamba Raula ana mwanaume na alikuwa ameshachanganyikiwa kwa ajili ya mwanaume huyo. Basi alimtazama Paula kwa hasira baadaye akafoka. Okay? Naomba umwambie nataka tuzungumze hiyo jioni. Naomba awahi kurudi kabisa. Sasa unataka kuzungumza naye nini? Sarafina aliuliza. Kuhusu ujinga wake. Baba, ushahidi upo kabisa, nitakuonyesha baadaye kwa sababu sasa hivi simu yangu imezima afu nimeweka chaji saa 5 nitakuwa chuo, kwa hiyo usijali mimi nitakuonyesha. Paula aliongea akimaanisha kile ambacho alikuwa amekisema. Basi mada ilifungwa na walikuwa wakitazamana huku wakiendelea kula. Walikula mpaka walipomaliza na Mr. Emmanuel aliondoka akaacha wale wakiwa mezani. Paula alimtazama mama yake na kisha akaangua kicheko sana. Akamwambia ni mama, ulivyokaza macho tadhani kweli hivi hasa si bora yangu mimi mwanangu kuliko wewe. Mtoto mwongo wewe. Jamani mimi nimefanyaje mama? Wewe umesema una ushahidi gani? Mama mimi ni mtu wa maana kabisa, wewe subiri. Usinijaze bwana, ushahidi unao? Ushahidi naweza kuupata, lakini naanza kuhusu Nurdin. Akijua kama mimi ndo namfanyia fitna Raula ili niwe naye, atanikubali kweli? Kwani wewe umewahi kumwambia Nurdin unampenda? Hujawahi? Mama nimemwambia mara nyingi tu, lakini ndio hivyo, yani ananigeuza tu kwa mtu wakati. Yani ananituma tu eti nenda kamwite Raula, sijui kamwite Raula, ukitaka tuongee kamwite Raula, basi ananikera. Sasa kwa hiyo utafanyaje? Nawaza leo niwakutanisha afu niwapige picha mahaba. Na hii ndio ambayo itaamua kila kitu, nitamuonyesha baba jioni. Si nimesema na ushahidi? Alizungumza binti wakati alikaa kimya kwa sekunde kadhaa akiwaza. Akasema kwamba kupitia hiyo picha najua baba atapiga sana kelele na anaweza kumpiga mpaka Raula. Sasa na wewe inabidi uchangie sasa mama. Mie tena kwa nini kuuliza mwanangu? Ndio hivyo. Alafu unajua mama, Raula mimi ninachojua atakuja kumchukia Nurdin sana. Na atakapomchukia mdogo mimi ndo nitampata huyo Nurdin. Unaonaje hapo? Hapo mwanangu mpanga vizuri. Mjini hapa lazima tuishi kwa plani mama. Hivi kwani Raula kweli unampenda huyo Nurdin mwanangu? Unampenda kweli? Mimi nampenda. Na vipi yeye anampenda sana huyo Raula? Kiukweli mimi sijui. Mimi ninavyohisi kwamba hana hata hisia naye. Kwa nini hana hisia naye? Unaona kama anamfuatafuata. Bwana mimi ndo naona hivyo mama. Okay. Sawa, lakini kwa makini. Mama bwana usijali bwana. Wewe ngoja tu nikuache mimi niwe zangu chusa hivi. Paula aliongea akampiga busu mama yake na kisha akarudi ambako alichukua baadhi ya vitu vyake na kisha aliondoka katika eneo lile. Sasa ni upande wa pili ambapo tunaambiwa kwamba jua lilikuwa limetuama maeneo tofauti ndani ya viunga vya Malimbe. Wanafunzi mbalimbali walionekana wakitembea kulia na kushoto na wengine walikuwa wamesimama kando ya barabara wakitazama lango kuu la kuingilia ndani ya chuo. Miongoni mwa wanafunzi hawa kulikuwa na Paula ambaye alisimama na rafiki yake ambaye anaitwa Sara Tarish. Basi huyu Sara Tarish yeye alikuwa ni mrefu wastani hivi ambaye hakuzidi futi 5 na macho yake yalikuwa yameingia ndani hivi, kitu ambacho kilifanya wenzake wamwite Mchina. Alikuwa na mikono mirefu kuliko hata miguu yake, kitu ambacho kilifanya hata akitembea basi angerusha mikono mithili ya ndege ambaye alikuwa anataka kupaa.
Basi huyu Sara ndo alikuwa kila kitu kwake. Walipendana sana na walifanyiana kila kitu kama mashoga. Mara nyingi sana kama angekuwa anamtafuta Paula ndani ya chuo na kumkosa, basi lazima ungemkuta binti huyu akiwa kwa rafiki yake ambaye anaitwa Sara. Sasa Paula alikuwa anamwamini sana na akamfanya kuwa sehemu ya maisha yake, na kilichokuwa kimemvutia zaidi ni jina lake kufanana na jina la mama yake. Kumbuka mama yake anaitwa Sarafina na huyu binti alikuwa anaitwa Sara. Basi hao walitembea pamoja, walicheka pamoja, walilia pamoja, walishirikishana kila kitu, na hata walipoingia darasani walihakikisha wangekaa sehemu moja. Ulikuwa ni urafiki wao ambao ulikuwa ni mkubwa sana, ambao ulianza katika mafunzo ya muda mfupi tu ya kijeshi JKT, na huko ndiko ambako walifahamiana. Urafiki wao ulikuwa mpaka sasa hivi wako pamoja na kila mmoja anamuona mwenzake kama ni muhimu sana kwenye maisha yake. Na haikuwahi kupita siku bila hawa wawili kukutana na kupiga stori zao za hapa na pale. Sasa wakiwa bado wamesimama wanaendelea kuzungumza, macho ya Sara alisafiri hadi upande wa geti kubwa ambapo alimuona Nurdin akiwa ameongozana na wenzake kama wawili hivi wanaingia ndani ya chuo. Basi haraka akamtonya shoga yake akamwambia, "Oya, kipenzi chako huyo yuko wapi?" Paula aliuliza akiwa anatazama macho yake huku na kule, na mwisho aliweza kuona kisogo cha mwanamume huyo. Basi haraka sana alitambua kwamba yule hakuwa mwingine bali alikuwa Nurdin. Jamani, hebu subiri kwanza, ngoja nakuja." Basi hakutaka hata kusubiri, akamwachia Sara mikoba yake na akaanza kuchapa rapa. Sasa hawa wakiwa wanaendelea na safari yao, maagizi hapa na pale ambayo yalikuwa yanapigwa, alikuwa Nurdin na wenzake walijikuta wakipigana na mastori kibao na soga, huku wakiendelea kusonga mbele. Wakati huu pia basi vijana hao walikuwa wakiulizana ni wapi wangeenda kula bata na kadhalika na mambo kama haya. Unajua tena vijana. Basi mmoja akawa anauliza kwamba kwa hiyo ndo kama tulivyokubaliana kwamba John tunaenda the cask, si ndio? Mmoja aliuliza na mwingine akamwambia, "Ya, lazima tuende, tunachaji master." Nasikia kuna vibe kinoma. Oya, lile eneo acha tu mwanangu. Unajua kuna kila kitu ambacho unahitaji. Au Nurdin ni unasemaje? Rafael bwana, unajua mimi sio mtu wa mambo hayo, lakini basi tu, yani sorry Nurdin, tunaweza kuongea. Basi ilikuwa ni sauti ya Paula ambaye aliingilia mazungumzo haya wanaume. Nurdin alimtazama binti huyu kuanzia juu mpaka chini, yani kama asili ya Kenya hivi, yani alikuwa anaonekana kama anamwonea Kenya hivi usoni kwake. Basi akatoa kitambaa akaweka puani, akapiga chafya moja ya ngofu hivi. Paula alijikuta akifinya vidole vyake, moyo wake ukuacha kudunda. Licha kuwa ni jeuri kweli kweli kwa wanaume wengine, lakini mbele ya Nurdin alikuwa mdhaifu sana. Hakuweza kutunza uoga wake katika moyo wake kwa mwanaume huyu. Mapenzi yalimwendesha vibaya sana binti. Nurdin akauliza, "Unataka nini?" Wenzake wakajiongeza pale na kumpa nafasi, wakaondoka. Uwanja ukabaki watu wawili tu ambao walikuwa wakitazamana. "Niko nataka kuuliza vipi kuhusu ombi langu?" "Lipi tena?" "Kuhusu kwanza nimekumbuka, vipi kuhusu Raula? Ulimwambia nichokutuma?" Ungeweza kweli. Yani kweli mimi nitumwe kisa mapenzi kweli Nurdin?" "Lakini mimi bwana sikupendi wewe na unajua hilo. Kwa nini sasa unifanyie kile ambacho nakuomba kila siku? Shida iko wapi?" "Nurdin, kwa nini unanitesa hivi? Kwa nini unakuwa ni mtu ambaye mimi najaribu sana kujali, yani najaribu sana kufanya kila kitu ambacho nataka kukufanyia, lakini mbona unyeshi thamani yote kwangu jamani? Mbona unyeshi kama unanithamini? Kwa nini unakuwa hivyo?" Basi alikuwa ni maneno ya Paula ambaye alikuwa akiongea wakati akitoa machozi katika macho yake. Alikuwa akijiliza kwa ajili ya kutaka tu kukubaliwa na huyu Nurdin. Basi Nurdin akamwambia, "Sidhani kama natakiwa kulaumiwa au kuulizwa maswali kama hayo. Mimi siko tayari kwa na wewe. Tabia zako na zangu ni vitu viwili tofauti, wewe nenda tu." Basi Nurdin aliongea na baadaye akaondoka zake, akamwacha Paula akiwa amesimama pale. Aibu ambayo alipata kwa wakati ule alitamani kama isingeonekana na wengine, lakini haikuwezekana na haikuweza kuwa hivyo. Mbele ya macho ya watu wengine wote ambao walikuwa katika vimbweta darasani walifanikiwa kuona kile ambacho kwa kinaendelea. Uso wake ulibadilika ghafla na alikuwa mnyonge mara mbili sana binti yule. Juhudi zake za kila siku katika kuhakikisha kwamba anampata mwanamume huyu zilikuwa zinagonga mwamba, na hili lilimuumiza moyo wake. Akiwa kama mwanamke ambaye mbeba mapenzi ya dhati, alijikuta akimtazama Nurdin hadi anazama katika kona na kisha arudisha macho sehemu ambayo alikuwa rafiki yake Sara. Basi alipiga hatua na kurudi katika eneo lile ili endelee kuzungumza na rafiki yake. Wakati huo watu wengi wakiwa wameshuhudia ile aibu ambayo binti alikuwa ametoka kuipata hivi punde. Sasa ni upande wa pili ambapo bila shaka ni darasani. Unaenda wapi Raula? Kuna kitu Sajoni alifundisha, lakini kwa bahati mbaya sijaelewa. Ujue mimi sijaelewa kitu. Jamani, lakini usikuwa darasani hapa, yani tena ulikuwa mbele kabisa, ulikuwa uelewi nini? Bwana,
hata sikumuelewa. Kwa hiyo nataka niende maktaba pale nikajisomee, baadaye nitajua nifanyaje au nikiona vipi ndio atakumuuliza. Lakini sawa, mimi nilikuwa na salamu zako. Kutoka kwa nani? Nurdin. Anasema kushakamilisha ratiba zako hakikisha mnaonana jioni. Kuna lingine? No, ananiambia hivyo tu. Okay. Kwa mjumbe wao basi nenda kaambie kwamba aache kunifuatilia. Nimemuona pale asubuhi akiwa na marafiki zake akajifanya kujichekesha sijui yani kama mjinga hivi, mimi nimemkaushia. Sitaki jamani. Lakini Raula, uone kama unakosea. Mina, nimekwambia sitaki, wewe ulitumwa, si ndio? Ya, nilitumwa. Basi peleka nilichokuambia. Nadhani mengine ni mimi ndo ndajua nifanyaje. And then kila mmoja achukue msaidizi wake, mwambie sitaki jamani. Basi haya alikuwa ni majibishano kati ya Raula akiwa na rafiki yake ambaye walikuwa wamesimama kwenye jengo la ghorofa la Mwanjonde. Sasa kama ilivyokuwa kwa Paula na Sara, ndivyo ambavyo ilikuwa kwa wawili hawa, yani walikuwa marafiki walioshibana sana. Urafiki wao ulianza miaka miwili nyuma wakiwa kidato cha 5 jijini Tanga kwenye moja ya shule ambayo walikuwa wanasoma. Basi mara zote walipenda kutembea pamoja na hivyo siri nyingi walikuwa wanatunziana wakiwa kama marafiki. Alikuwa ni Mina pamoja na Raula. Lakini Raula, mimi nafikiri unahitaji kubadilisha maamuzi yako. Unajua, hebu mpende mtoto wa watu. Jamani. Asa unataka nifanye jamani? Yaani ni force mfupa kuiva, si ndio? Mimi sitaki jamani, sitaki kuingia kwenye mahusiano. Yaani sina muda. Kwa nini lakini? Mbona watu wengi sana hapa chuo hapo kwenye mahusiano? Mimi mwenyewe niko kwenye mahusiano na Rafael na unajua hilo. Shida yako nini? Oh wow, okay. Na huyo ni wewe sio mimi. Kwa hiyo kila mtu ana mipango yake bwana. Kila mtu aendane na vile ambavyo anataka. Unataka kila mtu awe kama mimi au mimi niwe kama nyie? Jamani, mimi sitaki jamani. Mimi na mtu wangu sahihi ambaye namsubiri mpaka leo. Ndio maana mimi sina mtu mwingine yote. Wewe usiniambie kwamba unamkataa Nurdin kwa sababu ya Shakir. Kumbe unakumbuka na unajua kwamba sababu ipo afu bado unataka niingie kwenye mahusiano mengine. Wewe, lakini Shakir si yuko Marekani. Kwani mapenzi ni Bluetooth? Najua, lakini umbali unazingatiwa zaidi. Hivi unajua kwamba uko na wanawake wangapi? Kwa nini wewe unashindwa kufix hiyo trust kabisa? Yaani kwa nini unakuwa hivyo? Bwana, mimi sio shida yangu wala mpenzi wangu sio shida zake. Sisi tunapendana na msubiri mpaka toke Marekani. Raula, mapenzi hayasubiri. Acha na Shakir bwana, hebu ingia kwenye mahusiano na Nurdin. Wewe vipi? Aliweka kitu na kumtazama rafiki yake ambaye anaendelea kuongea. Akaambia Nurdin yuko smart sana. Istoshi kila mwanamke hapa chuoni anamzungumzia, darasani mpaka nje ya darasa kila mtu anamzungumzia Nurdin. Kwani wewe uoni? Mina, mimi sitaji kugombana na wewe. Naomba uniache niondoke zangu tafadhali. Raula alipuuza mazungumzo ya rafiki yake na akaanza kuondoka kwa maringo akielekea zake maktaba ambako huko angesoma mpaka mwisho na angerudi darasani kama ambavyo ilikuwa ni kawaida yake. Sasa hii pia ilikuwa ni ratiba sahihi ya Raula pindi ambapo alikuwa yuko chuoni. Hakuwa mtu wa mambo mengi kabisa katika maisha yake na hakuwa mtu wa kupiga story sana na marafiki zake. Hakuwa mtu wa vikundi wala hakuwa mtu ambaye anapenda sana kutumia muda mwingi kuzungumza. Kwake alikuwa na sifa ya kupenda elimu na pindi akitoka darasani basi angekuwa zake maktaba na baada ya hapo angerudi kutafuta chakula ama kurudi zake nyumbani. Sasa kugusia swala la mapenzi ama kuingia kwenye mahusiano ndio kitu ambacho alikuwa hakipendi hata kidogo. Alikuwa hakitaki wala hakitamani. Alipenda muda wote mada kuu ya mazungumzo yao iwe tu ni mwadhili anaingia darasani amesema hiki, amefundisha hiki, umefanya kazi. Ndio hicho kitu ambacho alikuwa anakipenda. Zaidi sana mtu aseme twende maktaba tukajisome. Ndio kitu ambacho alikuwa anakitaka. Alijiweka mbali kabisa na mapenzi yake kwa ahadi ambayo ilikuwa moyoni mwake kwa ajili yake na mpenzi wake. Sasa Mina alielekea darasani ambapo alimkuta Nurdin akiwa amekaa na wenzake wanajadili baadhi ya topic pale. Akasimama mlangoni na kisha akamuonyesha ishara ya kwamba alikuwa anamhitaji. Basi naye alitoka nje, alipofika akasimama pembeni yake pale wakaanza kuzungumza. Vipi kasemaje Raula? Bwana we, pambana tuna maisha yako. Yaani aonyesha kabisa kukupenda. Hivi kwa nini nifanyie hivyo binti? Kwani kosa langu mimi ni lipi? Wangapi wanataka hapa chuo lakini kwa nini nimekuwa hivi? Mimi pia nashangaa. Lakini kwani Raula hivi kwani nimekuja mpaka nanichukia hivi? Hebu just imagine nimekutana naye hapo nje tu nikiwa na washikaji zangu, nikampa hai kanichunia kama nijui. Mwenyewe sio nikwambiaje kikweli, lakini ndio hivyo, kama inawezekana bagi tu kwa Paula. Paula mbona anakupenda? Mimi simtaki ubinti, simtaki hata kuwa naye. Sasa unahitajika kufikiria mara mbili. Pengine muda ambao unataka kulala kwake yeye ndio ambao ana mka zake. Kwa hivyo ni vyema kufanya maamuzi sahihi kuliko kumngangania mtu ambaye akupendi. Mimi nadhani ningekaa hivyo. Anyways, nitajua la kufanya. Kwa hiyo sasa hivi uko wapi? Kaenda maktaba. Okay, ngoja nimfuate huko. Alizungumza Nurdin na kisha alijigeuza na kurudi tena kwa marafiki zake ambako hakutaka toka sana, akachukua mkoba wake na kutoka nje.
Huyu anaitwa Nurdin Gaz. Alikuwa ni kijana wa miaka 19 ambaye amekulia katika familia ya kitajiri sana. Maisha yake hakuwa ya njaa sana, usafi ndio kitu ambacho alikuwa anakijua. Muda wote ungemkuta akiwa amevaa suti ambayo ilimkaa vyema sana, nadhani mwanasheria. Alipenda sana kupendeza na ndio sababu ya wasichana wengi kumtupia macho kila anapopita. Licha ya kuwa na ushombe fulani hivi ndani ya mwili wake, lakini pia Mungu alimpa sauti nzuri sana yenye kunguruma. Alitamka maneno mazuri, alikuwa akitazama vizuri na hata uso wake haukuwa na makunyanzi wala makovu. Yeye aliishi hostel za nje ambazo ni maarufu zinapatikana katika maeneo ya Masha Hostel, na hostel hizi ziliitwa South Village. Maamuzi ya kuishi hostel yalitokana na mama yake ambaye hakutaka mtoto wake awe mbali na chuo, lakini hakutaka pia akae hostel isiyoeleweka. Basi mara kadhaa amekuwa ni mtu ambaye anafuatilia sana kuhusu Raula, lakini hakuwahi kupata walau nafasi ya dakika 2 tu za kuzungumza naye. Na kila alivyojaribu, Raula alisimamia msimamo wake. Kuna muda alikuwa akiingiza hadi mada za elimu na kujibu maswali ya darasani. Ilionekana kama anapenda kusoma, lakini bado Raula aliweka msimamo wake. Hali hii ilimuumiza sana akiwa kama mwanaume ambaye amebeba mapenzi ya dhati sana, lakini licha yote bado hakuwahi kukata tamaa. Aliamini kwamba kuna siku ambayo Raula ataingia katika mtego wake. Alikuwa akiamini Nurdin. Sasa ni upande wa pili ambapo kuna mazungumzo mengine. Binti anauliza, hivi unadhani kwamba anaweza kupata picha ya pamoja kati ya Raula na Nurdin? Hili ilikuwa ni swali la Sara ambalo alikuwa anauliza wakati alikuwa anapata chakula cha mchana maeneo ya kantini. Najua ni ngumu haswa. Sasa umepangaje? Maana unatafuta ushahidi. Kama nitajaribu, nataka kujaribu kama nitaweza. Wewe naye ulizidi kuchagua njia ngumu jamani. Yaani kitu hiki mimi sijui hata kama kinawezekana kwa kweli. Hivi unajua mimi sitaki kabisa kuona ukaribu wa Nurdin na yule mbwa. Yaani sitaki kabisa. Paulo alizungumza akitupa macho upande wa pili. Alimwona Raula akiwa anaingia huku mkononi akiwa na vitabu kadhaa. Alimtazama mpaka alipoweka makalio katika kiti chake na kisha akasimama akapiga hatua hadi kwenye meza ambayo alikuwa amesimama. Jioni tutakuwa na mazungumzo na Nurdin. Alifunguka Paula. Ndo salamu. Shikamoo dada. Paula bwana, hivi utakuwa lini? Nikuuze basi kama unaona sijakuwa. Anyways, umfanya kazi ya news reporting maana mwanzako mimi tayari. Kwani wewe ndo Siara? Mbona unauliza mambo mimi sielewi? Hata kama, lakini kumbuka wewe ndugu yangu na maendeleo yako ni yangu pia, natakiwa kujua. Basi mimi sijafanya haya, nasubiri deadline. Wewe haya bwana, shauri yako utakuja kulia. Achana na hilo. Aliyokatabasamu na kisha alisogeza wigi pembeni hivi akamwambia, by the way, vipi kuhusu nilichokuambia? Swali hili lilimfikia Raula ambaye alishusha pumzi kwa nguvu na kisha akamtazama mzungumzaji. Alimchambua kuanzia kichwani mpaka utosini kabla ya kuuliza. Kama siko tayari, kwa nini sasa sio tayari? Au kwa sababu mimi ndo nimekwambia hivi? Kwa nini usiwe unaenda mwenyewe uko na naye lakini kwa nini unalazimisha kila siku? Mimi sitaki kuweka ukaribu na huo mtu jamani. Lakini yeye ndo ambaye ameomba. Nimesema sitaki jamani. Yaani sijui umenisikia. Hata hivyo nitakuwa na ratiba nyingine. Kuna sehemu naenda kufuatilia kuhusu marehemu mamangu. Kwa hiyo mwambie tu kwamba nimebanwa, mimi sipo tayari. Raula alitaka kusimama ondoke lakini Paula akamzuia. Paula alishusha pumzi na kumtazama ndugu yake kwa muda, akagundua kwamba alikuwa anamaanisha kile alichokuwa anakisema. Akamuuliza, kwa hiyo huko tayari? Mbona nimemaanisha kwamba siko tayari? Hivi kwa nini unajikuta nani? Mimi sijikuti mtu wala siko tayari, na hata kama angenipa hela sitaki. Alisisitiza Raula na ilimfanya Paula azidi kuchanganyikiwa. Mpango wake au plani yake ya kwanza kuipanga kwa Raula alishindwa kufaulu kwa mara ya kwanza. Aliamua kuondoka katika eneo lile akiwa na hasira ambazo ziliambatana na aibu kwa umbali hivi. Basi Raula alimtazama dada yake kwa muda kidogo kabla ya mhudumu kuja kumpatia chakula ambacho alikuwa ameagiza. Alikula hadi alipomaliza na kisha aliondoka katika eneo lile akiwa ni mtu mwenye furaha sana. Na kuhusu nini kimetokea hapo mara baada ya kugombana ndugu zake hakujiuliza tena, hakuzingatia wala. Lakini wakati anaondoka, kina Paula walikuwa hapo kwenye meza ile bado wakimtazama. Sasa tunafanyaje? Kwa sababu ndo kama nilivyokuambia, aliuliza Paula akihamisha macho yake mpaka kwa Sara. Basi Sara alishusha pumzi nzito, mkononi mwake mkono wa kulia alikuwa ameshika simu ambayo alitazama kwa muda kidogo na kisha alitoa moyoni. Raula ni mzuri kuliko hata wewe. Yaani kimuonekano, tabia yake na kila kitu. Hilo si unalijua, lakini asa wewe umetokea wapi jamani? Mbona unataka kunitibua na wewe? No, nasema kweli. Raula amekuwa ni mtu ambaye ana act tabia ambazo zinapendwa na watu wengi. Lakini pia Nurdin ni handsome na sijawahi kuona kama handsome kama yule hapa chuo kweli. Asa unataka kuongea nini? Ongea basi maana sikuelewi. Relax.
kuna hiki kitu hapa. Alitoa simu yake na akampatia Paula. Mkono wa Paula ulipokea simu ile na kisha macho yake yalimeza mwanga. Alitazama kile kitu kwa muda mrefu na kwa sauti alisoma kwa sauti, bonfire itafanyika mwezi huu tarehe 12. Hii siku wao wanakutana. Nadhani huu ni mpango wako unaweza kutimia katika siku hii. Kwamba naweza kupata hiyo picha. Hakuna mkati mgumu ukiwa na mimi. Huyu mbwa tunamaliza tu. Plani ikoje sasa? Nitakwambia nini tutafanya. Mbona unakuwa na haraka? Hebu tuondoke kwanza. Alimshika mkono rafiki yake na kisha ikawabidi kuondoka katika eneo lile. Sasa upande wa pili ambapo alikuwa amesimama nje ya ofisi, ambapo ilikuwa ni ofisi kubwa ya kuuza vifaa vya umeme na ujenzi maeneo ya posta, na hapa palikuwa ni Mwanza mjini. Alikuwa ni Mr. Emmanuel ambaye hakuacha kuchezea simu yake. Umakini wote aliwekeza katika simu yake, lakini ghafla mbele yake alisikia sauti ya honi ya gari. Kwa ni gari kubwa na nzuri sana kifahari. Ilikuwa imesimama pembezoni mwa barabara na ikabidi yahamishe macho yake katika simu hadi kwa mtu ambaye alikuwa anampigia honi. Alipomtazama alimgundua na alijikuta tu akisema, Marge. Alirudisha simu katika mfuko wake akapiga hatua hadi katika sehemu gari ambapo lilikuwepo. Basi alifungua mlango na kuingia ndani na macho yake yalikutana na mwanamke ambaye alimuita kwa jina la Marge. Basi walitazamana kwa muda wa sekunde kadhaa kabla ya Marge hajaanza kuuliza, hivi unafurahia maisha pale nyumbani kwako? Kwa nini nisifurahie jamani? Ndio ninafuraha sana, tuona nguo wote wako pale, wako chuo wakubwa. Vipi lakini Raula anafurahia maisha? Wote wanafurahia maisha bwana, yani yeye mama yake, yani sidhani kama tumewahi hata kukosana. Mr. Emmanuel alizungumza akiwa mwenye furaha sana. Alimaanisha kile ambacho yeye alikuwa anakisema. Basi Marge alishusha pumzi nzito na uso wake ulibadilika ghafla, kitu ambacho kilifanya sasa apewe makini zaidi. Akasema kwamba mkeo anamnyanyasa sana Raula na nimepata habari zake. Nani kakwambia? Nilishakuonya zaidi ya mara 2 mara 3 kuhusu yule mwanamke na Raula. Hujui zile mali zinatoka wapi ama ni umejisaulisha? Hivi unanisikia vizuri? Marge, mbona mimi sikuelewi? Unajua ambacho namaanisha. Upande wa pili utabasamu lako kipindi Raula anateseka, basi kuna huzuni kama usipojiangalia. Lakini nani ambaye amekupa taarifa hizi za uongo? Angekuwa anateseka mimi ningempa gari ya kuendea chuo. Sidhani kama unapaswa kujua hilo. Lakini ndio mwambie Sarafina achunge sana, mali ambazo anaringia zitakuja kumuumbua. Bado niko nje panda, unajua mimi sijui unamaanisha nini. Endapo Sarafina akijifanya kuendelea na jeuri yake, kumfanya Raula kama mtoto yatima mle ndani kwako, atarudi alikotoka. Atarudi kule kule kijijini. Tena siku akija kujua kule atakuja kusaga meno na atamheshimu mtu ambaye anamdharau kila siku. Marge alitazama upande wa kushoto bila kuongeza jambo lote. Basi Mr. Emmanuel lilimshuka sana. Alipata jasho jembamba katika kwapa lake ambalo lililoa kwa muda. Alikuwa akimfahamu Marge kama miongoni mwa marafiki wa DJ ambao wamebakia duniani. Huyu ndo alikuwa akifahamu ukweli halisi wa nini kinaendelea katika nyumba ya Mr. Emmanuel, na hata alipofariki DJ aliacha maagizo kadhaa kwake. Sasa historia japo kwa ufupi inasema kwamba DJ na Marge walikuwa wakiaminiana sana, na huku alikuwa akimfanya mtu huyu kama mwangalizi wa mtoto wake hata kabla hajafa. Basi baadhi ya taarifa muhimu ambazo zilihusu mali zake zilikuwa kwa mwanamke huyu, na mara nyingi hakuwa na cha kuongea kwa Mr. Emmanuel, na hakuwahi kuacha kumuonya kuhusu mienendo yake na mienendo ya Sarafina ambayo ilikuwa ikimtaka abadilishe umiliki wa mali. Lakini licha ya mambo hayo yote, bado Sarafina alikuwa akiendelea tabia yake akiamini kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufanya jambo lolote ikiwa amebarikiwa na kila kitu katika maisha yake. Hakuwa anajua chochote kwamba hata mali humu ndani huenda huyu Mr. Emmanuel si zake, ama yeye si sababu ya uwepo wa hizi mali. Sasa binti huyu ambaye anaitwa Marge, kama rafiki wa marehemu Adija, alikuwa akifuatilia sana ukaribu na mwenendo wote ambao upo katika nyumba ile kwa binti yule ambaye alikuwa ameachwa bila mama. Basi mzee akasema kwamba lakini mimi sijaona kama mwanangu anadharauliwa, sijaona hilo. Hujui? Ndio mimi sijui kwa nani ambaye amekwambia hizo taarifa. Mimi sitaki kuthibitisha hili kwa mdomo wangu, lakini naomba uchukue muda wa kuchunguza zaidi. Huenda mtoto anaandaliwa mazingira ili kuondoka pale nyumbani. Nimemaliza sasa, unaweza kushuka, alisisitiza Marge. Basi Mr. Emmanuel alifikiria sana kwa muda wakati alikuwa akimtazama Marge ambaye alisisitiza ashuke katika gari. Basi mwisho aliamua kweli kushuka, lakini hakuacha kuwaza. Kichwani kwake kulikuwa na sura ya familia yake ambayo ilikuwa imejaa furaha tele.
Hakuwa akifahamu upande wa pili wa furaha ambao alikuwa anaiona. Eti leo hii ameambiwa kweli mchungu, kweli ambao ulikuwa ukimhitaji afanye uchunguzi. Ni wazi kwamba mzee huyu hakuwa anajua chochote ambacho kilikuwa kinaendelea hapa ndani. Muda sahihi wa kumkabidhi Raula mali bado, lakini natakiwa kufanya uchunguzi kwanza kabla yote, maana huenda mambo yatakuja kuharibika, aliwaza na akajisemea mwenyewe kwa sauti yake ndogo. Sasa hii ni sauti ambayo ilisikika kwake tu na ikaishia katika kulitazama gari la Marge ambaye alikuwa ameshakanyaga ardhi vyema kwa ajili ya kuondoka. Ni upande wa pili sasa ambapo tunakutana na Sara ambaye anatoa taarifa akisema kwamba this is Frank, huyu ni rafiki yangu, ni mshikaji wangu sana, anajua drama kuliko kawaida. Alikuwa ni Sara ambaye alikuwa amesimama kwenye chumba chake kwenye hostel za Masha kule gorofani ambazo alikuwa akiishi pale. Pembeni yake upande wa kulia kulikuwa na mashine ndogo ya shisha ambayo yeye alikuwa ameshika mkononi huku akiwa anapuliza. Mbele yake kulikuwa na kitanda ambapo Paula alikuwa amekaa kwa kitazama nyuma upande wa kushoto ambapo kulikuwa na sofa ambalo lilikuwa limekaliwa na mwanaume huyo ambaye alitambulishwa kwa jina la Frankie. So, ulikuwa unataka nini? Paula aliuliza. Nadhani huyo akitumika badala ya Nordin itakuwa poa sana. Wow. Wewe, kwani target yako ni nini? Mbona mimi sijakuelewa? Unataka nikudadavulie kabisa? Aliweka kituo akamtazama Frank ambaye aligusanisha kidole gumba na kidole cha kati na kisha akasugua kwa nguvu na kuvipeleka juu hivi, na ikawa imesikika sauti kubwa sana ya ule msuguano. Basi sauti hii ilikuwa ni kama ishara ya kugongea shisha ambayo alikuwa mpewa na Sara ambaye aliendelea kuzungumza. I know him very well. Ni mshikaji wangu wa kitambo sana. Anaweza kufanya mambo yakawa kama ambavyo tumepanga. Kwa hiyo huyo atahakikisha kwamba anamtongoza au anakuwa karibu na Raula kama sehemu ya siku ya tukio ili tupate picha. Anaweza? Paula aliuliza akiwa anamisha macho kumtazama Frank ambaye baada ya kupeleka macho yake katika glasi ambayo ilikuwa pale juu ya meza ambayo ilikuwa kwenye pombe, aliamua kumimina glasi na kisha akapiga funda moja la nguvu. Pombe ilikuwa ni kali sana na yeye hakuwa mzoefu sana wa kunywa. Ni Sara ndo ambaye alikuwa mwalimu wake mzuri wa muda wote. Tangu ambapo alikutana naye alifundisha namna ya kuvuta shisha, namna ya kunywa pombe na bila hata kusikilizia pamoja na kuvuta sigara, lakini kabla hapo kwa sehemu ya watu ambao walikuwa wanavuta kunywa pombe. Basi siku hii alijikuta akikunja sura. Ngozi yake ilikuwa imejikunyata. Basi wenzake wakamcheka sana. Na ilikuwa ni kabla ya Frank kuthibitisha kwamba yeye ni nani katika kazi ambayo alikuwa anapewa. Hivi Raula si ni ndugu yake yule au? Ya, ndo mwenyewe. Hebu niacheni mimi hiyo kazi, Frank alisisitiza. Kauli yake ilifanya kufunguliwa kwa vinywaji vingine ambavyo walikunywa, wakaimba, wakacheza muziki mpaka pale ambapo alitosheka. Muda wa Paula kurudi nyumbani ulipofika, alifunga safari akiahidi kwamba wangeendelea kuwasiliana na kupeana baadhi ya mabadiliko katika mipango yao kadri ambavyo watakuwa wanakubaliana. Sasa ni majira ya saa 12 jioni. Raula alikuwa anarudi nyumbani na alipofika alisimamisha gari eneo la maegesho na kisha alibeba vitu vyake muhimu na akawahi ndani. Alipofika sebuleni alimkuta Sarafina akiwa anaangalia runinga. Kwa sauti ya upole akamsalimia, "Shikamoo mama." "Naona malaya unarudi sasa hivi. Ulikuwa wapi?" Sarafina alijibu akipayuka. "Mama, majina gani yao tunaitana lakini wewe, mimi sijazaa uchafu wewe. Mwanangu si unamfahamu? Si unamfahamu mtoto wangu mwenye akili zake na elimu yake kalala ndani. Wewe unanihitaji mama." Sarafina aliongea kwa nyodo sana bila hata kumtazama Raula ambaye alikuwa amesimama akiwa anatetemeka sana. Hasira ilikuwa imempanda. Alitamani kuchukua maamuzi magumu dhidi ya mwanamke yule ambaye alikuwa mbele yake lakini alishindwa. Alijikuta akishusha pumzi na kuanza kupiga hatua kuelekea chumbani. "Kwa hiyo ndio unatoka kwa Nurdin, si ndio? Unawahi kuoga wewe ili tusiweze kujua na tusinuze kwamba umezini, si ndio?" Alikuwa Sarafina ambaye aliuliza hili swali. Lilikuwa ni swali ambalo lilimfanya Raula kusimama. Aligeuza shingo yake na kumtazama kwa mara ya pili Sarafina ambaye alikuwa ameshasimama na kisha alipiga hatua hadi sehemu ambayo alikuwepo. Alifoka akimtazama Raula kwa hasira sana. Hakuacha kuhema juu. "Mtoto mshenzi wewe, mtoto unanuka janaba, mtoto unalaana wewe, mtoto nje ya ndoa wewe. Kwa hiyo hii nyumba ndo itakuwa wazinifu, si ndio? Unataka kuleta tabia za kimalaya huko ndani, si ndio?" "Mama, tangu lini huko ndani tukaongezi mada? Tunatumia mamilioni kuwasomesha, afu unataka kuleta ujinga. Sasa danga afu uje na mimba huko ndani na kuambia tutafuta sehemu ya kwenda kukaa. Wewe unijui vizuri eh? Mama, kwani kuna nini? Mbona mimi sina kitu nimefanya? Mbona sikuelewi?" Uelewi uelewi, si ndio?" Aliweka kituo na akamshika Raula mashavu. Aliyavuta kabla hajamwachia akamwambia, "Wewe umeanza umalaya, leo utakiona." Basi ngozi ya Raula ilibadilika na kuwa nyekundu. Maumivu ambayo alikuwa anapata hayakuwa na mfano wake.
Alikuwa ni mfungwa ambaye alishtakiwa kwa kosa ambalo hakulijua kiukweli. Hakufahamu mada ambayo ilikuwa imezaliwa kwa ghafla, lakini ni nani ambaye ameanzisha? Sababu ilikuwa ni ipi? Alishindwa kuelewa. Macho yake yalibadilika ghafla. Siku hii basi aliingia chumbani kwake ambapo alijikuta akidondosha machozi. Moyo wake ulimuuma sana. Alilia mpaka pale hasira ilipomuisha na ikabidi sasa ingia katika simu yake kutazama picha ambazo zilikuwa ndani. Kulikuwa na picha kama 2 hivi akiwa amepiga akiwa amekumbatiana na mwanaume wa rika lake. Alipofika katika picha hizi aliweka kituo. Hivi dunia yangu inakwenda kuharibika. Pengine nisijue mwisho wangu pindi nikiwa niko mbali na wewe. Nimekuzoea halafu kuacha mwenyewe naumia na najua utaumia zaidi yangu kwa sababu nishazoea kudekeza sana. Kila ulipokuwa nyumbani kwenu nilikuliwaza na nikakwambia takuisha. Na yote tulifanya pamoja katika kumbukumbu za picha zetu mbalimbali pia. Tafadhali usiache kutazama picha hizi pindi ukinimisi. Raula, mume wa maisha. Mimi naenda Marekani kimasomo, lakini huko sitakaa sana. Sitakaa sana kwa sababu nilishakataa kusoma mbali na wewe, lakini naomba nikuahidi ahadi ya mwisho. Nitarudi Tanzania na nitarudi kuendeleza masomo yangu katika chuo ambacho wewe utakuwa unasoma. Nataka tufurahie mapenzi tukiwa pamoja. Naomba nikuahidi kwamba nitarudi kwa ajili yako. Tafadhali Raula. Basi Raula alikuwa akikumbuka maneno ya mpenzi wake ambaye alikuwa anaitwa Shakil na alikuwa anatazama picha zao pia. Nakukumbuka sana Shakil, nakukumbuka mpenzi wangu. Maneno haya alizungumza binti akiwa analia. Machozi yalikuwa yanadondoka katika simu yake na alikuwa akijaribu kuyafuta. Sasa huyu Shakir alikuwa nje ya Tanzania kimasomo ambapo miezi miwili nyuma ndo alikuwa ameambiwa maneno haya wakati alikuwa naagwa wakiwa airport. Kwa muda wote ambao Raula alikuwa katika mahusiano kwa kumwambia mtu yote isipokuwa Mina ambaye huyu alimwambia siku ambayo Shakil alikuwa ameondoka. Mapenzi yao yalikuwa siri sana. Wenyewe walifanya hivi kutokana na Raula kuwa muoga hasa pale ambapo alikuwa akizijua tabia za babake pamoja na maisha halisi ya nyumbani kwao. Na hata hivyo tangu walipokuwa katika masomo hawakuwahi kufanya mapenzi zaidi sana. Walikuwa tu wakishikana, kukumbatiana, kubusiana na vitu vingine vya kimapenzi, lakini hawakuwahi kufanya mapenzi. Hadi hao ilikuwa ni kwamba wangefanya mapenzi siku ambayo basi watakuwa rasmi kama mke na mume, yani siku ya ndoa yao. Sasa ni wakati mwingine ambapo kiza kilikuwa kimetanda katika maeneo mengi ya jiji. Watu mbalimbali pia walikuwa wanaendelea na pilika zao na ilikuwa ni yapata majira ya saa 3 usiku hivi katika sehemu moja inaitwa Kijiji Bar, ambapo hapa walionekana vijana wawili wakiwa wameshika chupa za bia wakiliza kata rumba kwelikweli. Hawako wengine bali ilikuwa ni Rafael pamoja na Dustin. Wawili hao walikuwa ni marafiki wa dhati sana. Waliishi maisha yenye furaha kwa muda mrefu sana na kutoka katika makuzi ya mtaa mmoja ndani ya jiji la Dar es Salaam hadi kusoma Malimbe Mwanza. Walikuwa katika eneo hili kwa ajili ya kumwagilia moyo huku stories za hapa na pale zikiendelea. Unajua jamaa yako anakataliwa na dem lakini amekuwa ni king'ang'anizi kinoma. Dustin alikuwa akizungumza kwa upayuka hivi, aliamini kwamba Rafael asingeweza kusikia kutokana na ukubwa wa sauti. Mjinga yule hana swaga ndo maana. Kweli Master dem ni mkali, sio kumvaa ovyo ovyo. Kwanza umeona akikutazama ana macho fulani hivi yamejaa maji hivi kama anarembua. Yani anarembua kama hataki, anaangalia kama angalii. Wewe kwa hiyo umempendea macho. Mimi nimedata na zile lips zake. Kuna siku alinitazama afu akaniita, nikasema wawi jamani, hebu kwanza nikasema huyu binti si angemalizia tu kusema I love you jamani, ningekubali, shida iko wapi? Lakini jamani tuache masiara. Jamani mimi nataka kuzama pale. Pombe imeanza kuzingua. Amna Master na maanisha mwanangu. Master kwa nataka vita na Nurdin. Si jamaa wako. Jamaa anampenda sana yule demu. Hata kama Master yule demu ni mkali mwanangu. Jamaa ameshindwa kumpata. Sasa unatakaje? Kwani mimi sitaki kumtongoza? Sema kama unataka kuzama baridi mwanangu, nenda kachangamshi tu. Au sio? Acha tuone. Kesho namuita chemba, then natema cheche zote liwalo na liwe bwana. Dustin alizungumza. Sasa hizi hazikuwa akili za pombe kama ambavyo alikuwa nadhani Rafael, bali zilikuwa ni akili sahihi ambazo zilikuwa zimebeba hisia nzito za kimapenzi. Hisia hizi aliziona kwamba alikuwa anapaswa kufungua kwa Raula. Kuhusu kukataliwa hakujali wala hakuwahi kuanza kuhisi kwamba atagombana na Nurdin ambaye alikuwa anasema marafiki zake. Hakuwaza hilo. Alichokuwa amepanga ilikuwa ni kwamba siku inayofuata lazima ahakikishe anadondosha mshipi wake kwa Raula. Kama atakataliwa ama atakubaliwa, hayo ni mengineyo ambayo yatajulikana mbeleni, lakini kwa sasa alikuwa na jukumu moja tu la kumwambia mtoto mzuri vile ambavyo alikuwa na feel. Basi muda wa chakula cha pamoja ulikuwa tayari umefika, chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa na Raula na kiliwekwa mezani, na kisha
Alifanya majukumu mengine ya kawaida ikiwa ni pamoja na kwenda kumuita Paula ambaye alikuwa chumbani kwake. Baada ya kuitwa, alioga na kutoka nje. Pombe bado zilikuwa katika kichwa chake, lakini hakushindwa kudungua msosi. Nimeambiwa kwamba una mwanaume chuoni, Mr. Emmanuel alianza kuzungumza akimtazama Raula kwa jicho lenye hasira sana. Nani ambaye amekwambia? Kwani uongo? Sio kutoka na Nurdin wewe? Paula analidakia. Alafu kwa ubishi sio ukoje huyu mtoto? Alisema tena Sarafina. Baba, sio kweli. Sijawahi, lakini pia sina mpango huo. Kwa hiyo wote wanasema uongo. Ndio, na hata sijui Raula alishindwa kuendelea kuzungumza. Bakuli la mchuzi lilitua katika mwili wake. Nguo yake nyeupe ambayo alikuwa amevaa ikadondokea mchuzi, na hakuna mwingine alifanya hivi zaidi ya Sarafina ambaye alikuwa amefura kwa hasira. Wewe, yani mimi niwe muongo? Mimi unathubutu kusema mimi ni muongo? Kwani sasa unimwagia mchuzi jamani? Kwani tungeongea kawaida tusingeelewana mama? Wewe, nitakupiga mimi wewe. Hivi wewe nani ambaye unamjibu hivyo? Yaani umekuwa mtoto malaya kama mama yako. Afu unaniongelea hivyo mimi? Hivi wewe unataka kulea mimba hapa ndani, si ndio? Unataka kutuletea mimba hapa? Atalea nani? Una akili wewe? Yaani wewe mtoto ni hasara kweli. Wewe kazi yako kuchezea tu pesa, ujue hata ada nitafuta vipi? Alikuwa akizungumza Sarafina akiwa na hasira sana. Basi machozi yalianza kumtoka Raula, ni kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale ya kuweza kustahimili. Moyo wake ulikuwa na vidonda ambavyo vilitoneshwa sasa. Alimtazama baba yake na kisha kwa sauti ya upole akamwambia, baba, samahani, naomba niache kula. Unataka kuacha vyombo watoto nani? Yaani usiseme umekuwa nani wewe? Sarafina alikuja juu. Baba, naomba idhini yako. Nitarudi mara baada ya kwamba mmemaliza kula. Nitatoa vyombo. Raula hakuacha kuongea tena. Okay, nenda, nitakuja tuongee vizuri. Mr. Emmanuel alitoa ruksa na binti bila kusubiri alinuka katika kiti chake na akaondoka. Mr. Emmanuel alimtazama binti yake ambaye alikuwa na adabu sana. Binti alikuwa na heshima na alikuwa na utiifu. Hakuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujibizana muda wote. Na kitu pekee ambacho alikuwa anakitumia kama ngao yake wakati akiwa na hasira ilikuwa ni unyenyekevu. Mwili wake ulimzoesha hivyo na hata naye alikuwa ameshazoea. Basi Raula alienda chumbani na huku nyuma waliendelea kula taratibu. Asubuhi ilikuwa imetanda katika anga ya jiji la Mwanza. Hali ya hewa ilikuwa nzuri sana kama ambavyo imezoeleka. Wingu kavu ambalo lilikuwa na sura nyeusi, huku uso ambao ulikuwa umekomaa lilitanda katika maeneo mengi sana ya jiji la Mwanza. Na Mwanza mjini kulikuwa na dalili ya mvua ambayo ilikuwa ikionyesha kwamba dhahiri itakwenda kunyesha. Hii ilikuwa ni siku ya Ijumaa ambayo kwa Raula ilienda kumkumbusha mbali sana miaka kadhaa tangu kufariki kwa mamake. Siku kama hii ambapo alikubaliana baba yake kwamba angedhuru katika kaburi la mpendwa na mtu ambaye alimleta duniani. Basi jua lilipoanza kunawiri vizuri na kutua katika vichwa vya watu, Raula aliongozana baba yake hadi katika makaburi ambapo aliweka shada la maua. Pembeni yake alisimama baba yake ambaye alikuwa anamtazama mtoto wake mpaka anainua kichwa chake. Baadaye akajikuta amemkumbatia. Hivi kwa nini kina Paula wameshindwa kuongozana mimi? Aliuliza Raula akiwa anatoka katika kombato la baba yake. Alianza kupiga hatua kuelekea sehemu ambapo gari yao ilikuwepo. Basi wakatembea wote. Baba akamwambia wako busy hata siku hii muhimu, au hawa si familia yangu? Hapana, kila mmoja na mambo ambayo anamfanya kwa busy. Baba, wewe unayo mambo? Hapana mwanangu, lakini Emmanuel alishikwa na gugumizi. Alijaribu kutafuta uongo sahihi ambao ungetosha kukaa katika swali, lakini bado alikosa. Chuki wanaonyesha dhidi yangu, ni nani ambaye ni mkosefu baba? Ni mimi au ni mama? Raula alimuuliza baba yake. Kimya kilipita. Macho Mr. Emmanuel yalitua kwa binti yake ambaye alionyesha msisitizo wa kile ambacho alikuwa akitaka kujibiwa. Sidhani kama kuna mtu ambaye anakuchukia. Sidhani. Baba, unajaribu kusema kwamba uone ambavyo mimi sipendi pale ndani? Raula, sisi wote ambao tunakupenda. Okay, sawa. Raula alikubali tu. Alionekana hajaridhishwa na majibu ya baba yake na akauliza, kwani hivi mamangu alikuwa ni mtu aina gani? Hebu niambie japo kwa uchache tu. Mama wako alikuwa ni mrefu, alikuwa ni mweupe kama wewe na hakuna kitu ambacho kimebadilika. Naona umesadifu kila kitu cha mama yako. Mrefu, mweupe, hakuwa mbaya. Mbaya? Hapana. Alikuwa na rangi ya kuvutia, uso wake ulikuwa mdogo, alikuwa na pua ndefu, alikuwa ni mzuri sana. Mimi sitaki kujua sifa hizo baba. Kumbe nataka kujua alikuwa na tabia gani. Raula alikaa kimya, alimtazama baba yake kwa muda mrefu sana. Mama anasema kwamba alikuwa ni malaya na nimerithi tabia zake. Ina maana mimi ni malaya kwa sababu mamangu alikuwa hivyo, si ndio? Nani ambaye amesema hivyo? Ni mama, lakini basi labda ilikuwa ni hasira tu kwa sababu nilikuwa nimemkosa siku hiyo. Raula alibadilisha mada haraka sana kwa ajili ya kufunika kombe. Hakutaka kuendeleza kile ambacho amekianzisha kutokana na macho yake kuanza kutenga machozi. Aliona sasa ni vyema kama akifunika kombe ili mambo mengine endelee, na kufunika kwa kombe ndiko ambako kulikuwa nafuu kwa Mr. Emmanuel ambaye hakuwahi kuweka ukweli wote kwa binti yake kuhusu mama yake.
Mara kwa mara alipokuwa akiulizwa, alikuwa ni mtu wa kuzunguka sana kutafuta vijisababu, na mwisho basi angebadilisha mada. Alifanya hivi ili kulinda heshima yake. Alifanya hivi ili kumfanya binti yake isifahamu vitu vingi sana kuhusu yeye na familia yake mpya ambayo ni kina Sarafina na mke wake pamoja na mtoto wake. Basi mara baada ya kufunika kombe, waliongozana na wawili hao walifanikiwa kufika katika gari ambako waliwasha na kuondoka. Warudi makwao, nyumbani kwao, ili kuendelea na ratiba nyingine. Sasa ni siku nyingine ambapo Sarafina anauliza, vipi, kwani leo huendi chuo? Alikuwa akimuuliza binti yake ambaye alikuwa amejilaza katika sofa. Miguu yake ilikuwa juu hivi. Macho yalikuwa yametua katika runinga akitazama animation ya Moana. Basi Paula alikuwa amevaa pensi nyepesi ambayo iliacha neno mapaja yake yote wazi, na huku juu alikuwa amevaa singlet ambayo ilimfanya kuonekana kama tomboy hivi. Alipenda sana kuvaa namna hii akiwa nyumbani. Hakujalisha alikuwa amekaa na nani, baba yake ama mtu yote. Hakuwahi kujali. Pale ambapo mvuka wa kuvaa ulimtaka, basi angevaa vyovyote ambavyo alikuwa anataka, na hii ndio ilikuwa furaha yake. Weekend yangu inaanza Ijumaa, na unajua ratiba zangu tangu nikiwa shule, mama, Paula alijibu, na kisha akajiweka sawa hoja kumtazama mama yake. Sikujua vipi, lakini Raula amerudi na baba yake. Kwani wameenda wapi? Wameenda kwenye kaburi la yule malaya ambaye amemzaa, sijui wameenda kudhuru, sijui wameenda kufanyaje. Mbona mimi sina taarifa? Baba yako alitaka kunishirikisha na kuniambia tuongozane, lakini nimkataza. Nadhani ndio maana huna taarifa. Sawa. By the way, nataka kutoka jioni niende club, kwa hiyo utaniombea ruhusa kwa baba. Kwenye ruhusa hapo kuna mtiti, si unamjua babako? Mama, kuna shindwa kufix kweli kujazia nyama kwenye uongo wangu afu mimi nitoke? Sidhani, labda umwambie kwenye party tena umweke na Raula ili iwe rahisi nyinyi kuelewana, alieleza Sarafina. Basi Paula aliwaza kwa muda. Alikuwa akifahamu jinsi gani baba yake ambavyo ni mkali, na mara kadhaa aliwahi kumchimbia biti juu ya tabia yake ya kuchelewa kurudi nyumbani. Lakini leo alitaka kwenda disco kufurahia maisha, na kwa kuwa ilikuwa ni mwisho wa siku za juma, lakini kikwazo ilikuwa ni baba yake. Ushauri pekee ambao ulikuwa mbele yake ilikuwa ni kumchukua Raula, na hii aliwaza sana katika kichwa chake. Basi baada ya kutafakari kwa kina, alichukua maamuzi sahihi, maamuzi ambayo kwake aliona nafasi. Alikubali kuongozana na Raula, na baada ya kupewa ushauri huu, Paula alijawa na furaha sana. Akamwambia, "Wow mama, ndio maana nakupenda. Ni wewe ndio mama yangu bwana. Unajua kweli kusuka mipango." Alisema hivyo, na baadaye aliweka tabasamu. Basi alipiga hatua hadi alipokuwa mama yake kwa sauti ambayo imejaa upendo. Akamtamkia mama yake, "Mama nakupenda." Akampiga busu pale, akaelekea chumbani. Chumba chake kilikuwa kimejaa picha mbalimbali za Nurdin, na zote hizi alidownload katika mtandao wa Instagram na akazichapisha zikiwa katika ukubwa wake na kuweka ukutani. Paula alikuwa ni chizi wa mapenzi. Paula alikuwa ni mfungwa ambaye amehukumiwa hukumu ya maumivu katika jeneza la mapenzi. Alimpenda Nurdin mno, lakini kwa bahati mbaya hakuwa sehemu ya watu ambao walikuwa wanapendwa. Basi alipoingia chumbani, alienda kupiga busu moja kwa moja kwenye picha moja na akaitoa na kuitazama tena, afa akasema, "Kama nikiulizwa ni mwanaume gani ambaye natamani kuwa naye maishani mwangu, basi ni wewe. Kama nitaulizwa tabasamu langu linategemea nini, basi nitaeleza na nitaambia watu kwamba nategemea uwepo wa Nurdin. Wewe ndio mwandani wangu, wewe ndio kipenzi changu. Hata usipokuwa tayari kuwa na mimi, lakini nitaambia watu jinsi gani ambavyo nakupenda." Basi maneno haya yalitosha kunyanyua simu yake na kisha akampigia Sara. Aliweza kuongea na Sara mambo mbalimbali, na miongoni mwa hayo mambo ilikuwa ni kuonana majira ya saa 5 maeneo ya Nyegezi Kona, ambapo kungekuwa na mazungumzo maalum. Basi baada ya mazungumzo hayo alikata simu na kisha akaenda kuzungumza na mama yake kuhusu kile ambacho kwa amekipanga. Mazungumzo yao hayakuchukua muda mrefu sana. Mama yake alimhakikishia kwamba kila kitu kingekuwa sawa. Alipopata uthibitisho huo, alirudi chumbani akajiandaa, na muda wa kwenda kuonana na Sara ulipofika, aliondoka akipishana na gari la baba yake ambaye alikuwa anaingia mahali pale. "Unaenda wapi?" aliuliza Mr. Emmanuel akimtazama Raula. Nadhani chuo, maana amekuwa anapenda sana chuo siku hizi." Basi Paula alimtetea dada yake. Anaonekana ni mtu ambaye si mpenzi wa masomo kama ambavyo anasema. Sio kweli baba bwana. Paula ni mtu ambaye kila msichana chuoni anatamani kuwa rafiki yake, ujue. Amekuwa anajibu vizuri maswali, amekuwa ni mzuri pia. Then kwenye kutangaza ndio usiseme, yani utamtaka. Ana maneno mazuri sana. Okay. Sawa, unaweza kuingia ndani. Nikajua tutaingia wote then tupate chai pamoja. Hapana, mimi nataka kuondoka, narudi kazini. Mr. Emmanuel alieleza ratiba yake nyingine akitoa ruhusa ya Raula kuondoka katika eneo lile. Ilibidi Raula sasa ashuke katika gari na kisha aliagana babake. Alielekea ndani ambapo alikutana na Sarafina ambaye alikuwa anamtazama kupitia dirishani tangu muda ambao alikuwa ameshuka pale akiwa na babake. "Vipi, umefanikiwa?" Sarafina aliuliza kwa sauti ya upole. Ilikuwa ni swali ambalo lilimfanya Raula mwenyewe kushangaa. Alimzoea mama yake kwamba ni mtu wa kugomba, mtu ambaye hakuacha kumfanyia vituko, mtu ambaye alikuwa anamchambulia kasoro siku zote. Akamwambia, "Bwana amefanikisha kwa uwezo wake. Tumefanikiwa." "Hongera, but kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie." "Kitu gani?" Aliweka swali Raula na akamtazama Sarafina.
Kwa hiyo Sarafina alipokea mate magumu ambayo aliyameza na kumtazama Raula kabla ya kupiga hatua hadi karibu yake. Akamwambia, usiku wa leo mtaenda klabu, unapaswa kumuomba ruksa babako. Mbona mimi sina ratiba hiyo? Muhimu kufanya hivyo. Hapana. Ndiyo, sababu nilipanga kusoma nijiandae na testi. Hebu nisikize ninachokuambia. Akili utakuwa nazo wewe jamani. Sarafina alibadilika na kuwa mkali. Raula ilibidi apoe. Aliuliza kwa sauti, kwani itakuwaje? Paula hawezi kuondoka hapa peke yake bila wewe. Kwa hiyo unatakiwa muondoke wote. Sio, unanisikia? Ndiyo. Paula alitikia na aliondoka katika eneo lile na kuelekea chumbani. Kutikia kwake kulitokana na kufikiria kwamba ametoka katika kudhuru kaburi la mama yake, hivyo ni vyema kama angepata neno la kupoza akili na uchungu. Na pindi mipango yake ikiwa hivyo, anakutana na mpango mwingine ambao kwake aliona kama ni wa kipumbavu hivi. Hakuwa tayari, lakini alitakiwa kuwa tayari. Alikuwa ni muungwana ambaye amejawa heshima, na kwa kuwa alishajua tabia Paula ilikuwa ni mtu ambaye anapenda sana starehe, basi katika hili aliamua kumsaidia, kwa sababu yeye hakuwa mpenzi wa muziki, hakuwa mpenzi wa sherehe, na hakuwa mpenzi wa starehe. Muda wote alikumbatia elimu huku akifukuza ujinga, jambo ambalo baadhi ya wanafunzi shuleni walikuwa wakimuona kama ni mjinga hivi, kwa sababu hakukuwa na msanii ambaye alikuwa hata namfahamu kwenye maisha yake. Sasa ni upande wa pili, kuna mazungumzo. Unaona plani yangu hiyo? Frank, achana na hiyo. Kwa hiyo nani ambaye atamsukuma na kuingia barabarani? Mimi nitafanya hiyo kazi. Unadhani kwamba nashindwa? Yaani nataka kabisa gari limgonge. Yaani kama sio kuwa kilema basi limkute lolote mboyo. Lakini mbona kama mpango mbaya Paula? Wewe nayo baki kwa umwendu yako kisa mpenzi? Hapana bwana. Wewe nisikize mimi najua nini nafanya. Unadhani kwamba akiwa na muonekano mbaya sijui kilema naye ambaye atampenda? Si Nurdin atakuwa wangu jamani. Wewe utaki wa shemeji yako au? Nataka, lakini bwana achana, lakini muhimu nataka kula ubwabwa. Sawa, ila na wasiwasi, yani naogopa, alitikia Sara akiweka madoido katika maongezi yake. Basi Paula alikuwa na mkakati madhubuti wa kumwangamiza ndugu yake. Alikuwa amedhamiria kabisa kumweka ndugu yake katika wakati mgumu sana. Mpango ulioko mbeleni ilikuwa ni kutengeneza ajali kwa binti upindi ambapo ataenda disco. Ajali hii ilikuwa inamhusu mhusika mkuu ambaye alikuwa ni Raula. Basi aliona hii ndio ilikuwa njia sahihi ambayo ingemsaidia kumdhoofisha Raula mbele ya Nurdin. Wivu na chuki vilianza kumuingia na hakujali hilo. Basi wakati haya yanaendelea, upande wa chuo kulikuwa na maongezi ambayo yalikuwa yakifanyika baina ya Mina na Nurdin ambao walikuwa wamekaa kwenye vimbweta vya Ikoata. Kila mmoja alimtazama mwenzake, na ni Mina ndo ambaye alikuwa muita mwanamume huyu akiwa na taarifa njema, taarifa ambayo hakuweza kuweka rohoni bila kuitoa kwa mhusika ambaye ni Nurdin. Umenitia nini Mina? Una taarifa yote kuhusu Raula? Hapana, kwani kuna nini? Mbona afu sijamuona leo? Amtaka kunipigia simu muda si mrefu. Yeye anasemaje? Amesema kwamba atakuwa Club Galaxy leo, lakini ametaka nimsindikize. Mimi nikasema sio mbaya nikushirikisha. Kwani ni mpenzi wa club? Hapana. Kwa nini anaenda? Paula ndo anataka kumsindikiza. Kumbe kama hivyo ni vizuri. Unaweza kufanya hivyo, then nice, huko ndiko ambako unaweza kumazana naye leo maybe, alisema Mina akiwa ni mwenye tabasamu. Basi taarifa kwamba Paula angekuwa disco kwa siku ile ilikuwa imepokelewa vizuri sana na Nurdin ambaye hadi anaondoka katika eneo lile uso wake uliweka tabasamu. Alikuwa anajiambia njia mbalimbali ambazo angefanikiwa kumpata ama kumteka mrembo huyu, na kwake aliona ilikuwa ni rahisi sana kumpata, na huko ambako anatoka leo kwenda pengine ilikuwa ni njia rahisi zaidi. Sasa jua lilizama na kisha jioni iliingia ikiwa imekomaa vilivyo kweli. Ilikuwa yapata majira ya saa 2 usiku ambapo Paula alikuwa chumbani akijiandaa, akapanga nguo zake vizuri na alikuwa anazipulizia marashi pale, na alikuwa katika dressing table yake akimaliza kujilipua mwenyewe ili yawe sawa. Akiwa anaendelea kujilipua pale, ghafla mlango ulifunguliwa na mama yake aliingia. Alisimama pembeni ya dressing table yake akatoa taarifa. Ruksa imepatikana, lakini nimeambiwa mwisho saa 6 mwe hapa. Na nikasema nimeacha kuongea na Raula hapo nje, nikasema ngoja nije nikupe umbea. Kwa kweli huu ni umbea, lakini sio lazima turudi mapema bwana. By the way, nimepanga mpango, sijua kama kwako inafanya kazi. Paula aliweka kitu akimtazama mama yake. Sarafina alikuwa na hamu kubwa sana kutaka kujua nini hasa kwa kimepangwa. Ikabidi achorewe lamani juu mpango utakavyokuwa. Alipewa maelekezo ambayo ilikuwa imekamilika kama siku nyoka, maelezo ambayo alielewa vizuri sana. Akamwambia ni hapa, hata kiwa kilema huyu mbwa, mbona nitamtesa dunia iwe chungu, haki vile nakwambia. Alipayuka kwa sauti mpaka mtoto wake alimziba mdomo. Unaongea kwa sauti mama, jamani atasikia, hata kama akisikia kwa kweli. Yaani ili hawezi kuvuka ise. Ndio hivyo, lakini tatizo moja tu mama. Lipi? Hanywe pombe bwana. Mtajua namna kucheza naye. Wewe unakoma vipi? Alisisitiza Sarafina. Basi wawili hao walipanga mipango yao vizuri hadi pale ambapo aliona ramani iko vizuri, na kisha Paula alijiandaa kwa haraka sana, na alipomaliza alikwenda chumbani kwa Raula. Alimkuta bado akiwa anajiandaa. Mbona unataka kuvaa kishamba hivyo? Nguo yote ambayo unataka kuvaa jamani, ndio kutokea usiku kubadilisha bwana.
alizungumza akimaanisha kwamba hakuwa amevaa nguo nzuri kwa ajili ya kutoka. Raul alikuwa amechagua jeans nyeupe ambayo ilikuwa imechanika maeneo mapajani, huku akiwa na kitopu cheupe ambacho kiliangaza kitovu wazi, na eneo la kifua alikuwa anajionyesha vyema. So kwamba hiki alichovaa kilikuwa kimempendeza, la, alipendeza sana kuliko hata mwenzake. Ni wivu tu ambao ulimjaa Paula, na ndio sababu ya kumwambia kwamba abadilishe mavazi. Basi licha ya kuambiwa hivi ya kuweza kufanya jambo hili, zaidi sana alimalizia kuvaa ile Balenciaga zake ambazo zilimpendeza vizuri sana, na akachukua mkoba wake wa Gucci na wakatoka nje, ambapo sasa walikutana baba yao akiwa amesimama mlangoni. Mcheze vizuri, natumaini mtarudi salama. Mr. Emmanuel aliwaga mtoto wake na kisha alimtazama kwa jicho kubwa sana mtoto wake, na ilikuwa ni wakati ambapo Paula alikuwa ndo dereva katika gari na waliondoka katika nyumba yao. Basi furaha ambayo alikuwa nayo Paula ilikuwa ni nzuri sana. Alikuwa anafurahia kwamba Raul atakwenda kupoteza mwili wake ambao anajivunia nao. Alifurahi kwa sababu anakwenda kukutana na marafiki zake pia, lakini pia yeye alijua kwamba nini dhamira yake. Kwa Raul, yeye alifurahi tu kwamba kidogo mbadilisha mazingira, na ilikuwa ni kutokana na siku ile ilikuwa ni nzito kwa sababu ilikuwa ni siku ya kumbukizi ya kifo cha mama yake. Lakini laiti kama angejua kuwa anaenda katika eneo ambalo wenzake wamechora ramani ya kumwangamiza na kumuingiza katika mtego au kuhatarisha maisha yake, hata singeweza kuondoka au kuomba ruksa kwa baba yake. Lakini ndio hivyo, usilojua ni sawa na usikuagiza Sasa ni maeneo ya Ilemela jijini Mwanza, kwenye moja ya nyumba kubwa sana kifahari. Anaonekana mwanaume akiwa sebuleni, alienda kulia na kushoto. Mkononi alishika simu ambayo hata kuipa umakini japokuwa ilikuwa inaita. Akiwa anazunguka ghafla aliingia mke wake akitokea chumbani. Alisimama kando na mume wake akiendelea kumtazama. Macho yake yalipogundua kwamba mume wake alikuwa katika wakati mgumu, kabidi aulize, nini kimetokea? Riazi anasema kwamba hali ya afya yake si nzuri. Nini kimemkuta mwanangu jamani? Nishagoma mambo ya kusoma mbali ya jamani, nishagoma. Rania, kwa nini usiongee taratibu? Nisha kwamba mambo ya kusomesha mtoto mbali jamani, nilikwambia kabisa kwamba mimi sitaki jamani, unaona sasa anauma, sasa itakuwaje? Okay, mtoto anauma, taarifa ndio hiyo, na nimeongea na Riazi kwa mfanyie mpango wa matibabu. Hayo matibabu nifanyaje sasa? Nifanye yani akiwa wapi? Huko aliko. Kwa nini yani? Kwa nini mwanangu anatibiwa mimi sipo? Kwa unataka kwenda? Ina maana unataka na mimi nikaumwe au? Okay, sawa, unatakaje? Kwa sababu mimi kila ninachokuambia utaki, mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Yaani kama ambavyo umechanganyikiwa wewe. Hebu nisikize Ibrahim. Sijui kama unanisikia vizuri, naomba umrudishe mtoto nyumbani. Na kama kusoma ataanza masomo hapa. Mwanamke huyu alikuwa anaitwa Rania. Alizungumza akiwa anafoka sana. Hii ni familia ya Ibrahim Jimbo na Rania Ramadhani. Ilikuwa imeingia katika mtafaruku mara baada ya kupokea taarifa kwamba mtoto wao alikuwa anaumwa. Walikuwa na watoto wawili ambapo wote walikuwa Marekani. Mtoto wa kwanza aliitwa Riaz, ambaye huyu alikuwa ni mtoto wa dada wa Ibrahim ambaye alikuwa amefariki miaka kadhaa iliyopita. Kwa kuwa Ibrahim alikuwa na pesa za kutosha, basi alimpa Riaz ili aweze kumlea, naye alifanya hivyo. Riaz hakuwa mkubwa kiumri, alikuwa na miaka 19, alifanana kabisa na miaka ya mtoto wao wa pili, ambaye yeye alikuwa anaitwa Shakil. Huyu sasa alikuwa ni mtoto wa kipekee ambaye alimpata katika maisha yao. Tangu kuzaliwa kwa Shakili hawakubahatika kupata mtoto mwingine yeyote. Watoto hao walikuwa nchini Marekani katika jimbo la California, ambako huko walienda kwa ajili ya masomo miezi kadhaa iliyopita. Kwa bahati mbaya taarifa narudi kwamba mmoja kati yao hayuko vizuri, na huyu hakuwa mwingine bali ni Shakir, mtoto ambaye Rania alimpenda na kumfanya kama jicho lake. Kwa hiyo warudi wote hao, Ibrahim aliuliza kwa mke wake akiwa anamtazama, utajua mwenyewe, mimi ninachotaka kumpata mtoto wangu. Kama Riaza atabaki ama atarudi mimi sijui, kwa kweli nataka mtoto wangu. Sawa, nitajaribu kuzungumza na ubalozi wa Tanzania, lakini pia nitamtafutia chuo cha kusoma. Unataka kumtafutia wapi? Ni hapa Tanzania, nadhani nitakuwa Dar es Salaam. Hivi kwa nini unapenda mwanangu awe mbali, lakini kwa nini? Au kwa sababu hujamweka tumboni, hujui uchungu wewe, si ndio? Rani, mbona unafika sehemu ambako siku jamani? Haya basi sawa, nitaongea na ubalozi alafu mengine utajua mwenyewe inakuaje. Ibrahim aliamua kutoa mzigo kabisa. Hakuwa mtu ambaye anapenda kurumbana, na pindi ambapo anaona dalili za kupandishana sauti haraka alikuwa anabadilika. Moyo ulikuwa unataka amani sana, na alikuwa ni mtu wa kitofauti kabisa. Aliweza kumuelewa mke wake na kumwachia majukumu sahihi na kuchagua machaguo yapi ambayo yalikuwa yanatakiwa kuwa chini yake. Basi baada ya mazungumzo yao alitoka zake nje, huku Rani akirudi ndani. Uso wake ulijaa na tabasamu kwa sababu aliamini kwamba mtoto wake anarudi Tanzania na angepata nafasi ya kumuona kila kukicha kuliko kuwa bara lingine ambako hata kumuona ilikuwa inahitajika simu. Sasa tunaanza pale, ni upande wa pili. Tunamwona Paula ambaye anasalimia marafiki zake, anambia hello guys. Walikuwa ni wenzake ambao walikuwa wamekaa kwenye viti wakinywa pombe, na wote waligeuka kumtazama Paula ambaye alikuwa amevaa miwani ya pinki ambayo ilimkaa vyema sana. Alikuwa na kaptula fupi pamoja na kitopo ambacho kwa kimeandikwa Kelvin. Chini alikuwa na kiatu cheupe. Muonekano wake ulikuwa tofauti na wenzake. Yeye
alivutia zaidi. Umewahi mwaya? Sara alizungumza tena sana. Unajua baba alitaka kuleta za kuleta. Then mpanga sio ratiba yake hata sielewi. Pole sana. Ndio madhara kukaa nyumbani. Ungekuwa hostel full kujiachieni maamuzi yako chini yako. Mimi nyumbani ni wakali. Na ni hapo Nyegezi Kona tu, lakini nimeambia mimi siko tayari kutokea nyumbani. Msichana mwingine ambaye anaitwa Nadia alisimulia namna ambavyo yeye ameweza kujitenga na wazazi wake. Haya, tunakunywa nini sasa? Sara aliuliza akiwa anabadilisha mada. Bills on me, nalipa kila kitu. Sidhani kama mnatakiwa hata kuuliza. By the way, Raula yuko wapi? Naomi mbali kwa anacheza simu aliuliza. Yuko nje anamsubiri mshamba mwenzake Mina. Okay. Naomi alifupisha mazungumzo na kisha mada nyingine ilifuatia. Marafiki wanne sasa walikutana katika chumba kimoja. Soga na stories za hapa na pale za kukauka, na kila ambaye alikuwa anaingia basi walimfungulia jarida la michambo. Walikuwa wakitazama wenzao, kama wamependeza wangemsifia, na kama alikuwa mvaa vibaya pia wangemchamba, na hii kwao ilikuwa ni furaha. Walikuwa na amani kila walipofanya jambo hili. Wakati haya yanaendelea, Mina alikuwa nje akizungumza na Raula ambaye alisimama akiangalia upande wa pili wa barabara. Watu mbalimbali walikuwa wakipita na walikuwa wakitazama, lakini hawakudiriki kuzungumza nao. Kwa nini tusiingie ndani? Aliuliza Mina. Mimi nahisi kama sitakuwa comfortable hivi. Kwa nini? Wakati ndani kuna kila kitu. Bwana, mimi sipendelei sana hata kucheza huo muziki, sijui wala kusikiliza. Hata sipendelei hivyo. Shakili aliniambia kwamba atanipigia muda si mrefu. Kwa naanza hapa nifanyaje? Raula, mbona kwa hivyo? Achana Shakili bwana, hivi vitu tufanye vitu vingine bwana. Tuangalie hata muziki, tukacheze, tukaimbe pale tule. Mimi naamini kwamba hata huko watu nje watakuwa wana. Basi alikaa kimya baada ya kutazama upande wa pili wa barabara. Alimwona Rafael ambaye alikuwa ni mpenzi wake akiwa ameongozana na Nurdin. Alimtonya rafiki yake na akasema, "Umeona Nurdin? Kombe nao anakuja." "No, nilimwambia na Rafael kwamba nitakuwa club this time, kwa nadhani ndio maana wameongozana." "Okay, fine," alisema Raula, na kisha airudisha macho yake katika simu yake na akaanza kuchezea. Hakutaka kuuliza sana juu nini kitaendelea mara baada ya watu wale kufika, kwa sababu alikuwa anatambua kwamba Rafael ni mpenzi wa Mina. Basi dakika moja mbele Rafael alikuwa amefika katika maeneo yale ambapo walitoa salamu akiwa na mwenzake. Salamu ya Rafael ilitikiwa na kila mmoja wao pale, wakionyesha tabasamu katika nyuso zao, lakini upande wa Nurdin hali ilikuwa tofauti. "Mambo Rau?" Sorry, nakuja." Raula aliwaaga na kisha akasogea pembeni ambapo kwa na benchi, na kisha alikaa na kuanza kucheza simu yake kabla ya kuweka sikioni. Simu yake iliita kwa muda kidogo na ikapokelewa, na uso wake ulibadilika na kuwa ni mtu mwenye furaha sana. Kumbuka amesalimiwa na hata kujibu akasema tu nakuja na kuondoka. "Uko wapi?" Sauti upande wa pili ilisikika. "Nimetoka mara moja, niko club." "Club?" "Ndio love." "Wewe Raula, umeanza kutoka usiku, kwa nini hujaniambia?" "I'm sorry bwana, nimeshtukizwa tu." Unaniweka kwenye mashaka ujue, unanifanya nifikirie vibaya wakati mimi sitaki hivyo." "Nisamehe Shakili wangu bwana, ili tutajirudia tena." "Okay, niko nataka kukupa taarifa njema." "Wow, taarifa zipi hizo?" Raula aliuliza akiwa anageuka na kutazama upande ambao Mina alikuwepo. Alimwona Mina na Rafael wakiwa wanaingia ndani, huku akimwacha Nurdin akiwa amesimama. Akarudisha umakini katika simu. "Mama, nakwambia kaniambia mpaka inafika Ijumaa next week kila kitu kitakuwa sawa. Ndio ninachotaka kukuambia." "Love, kweli?" "Yeah, mama ameniambia hivyo, na hapa niko naangalia picha zako, by the way you are so beautiful. Sipati picha nikikuona tena kwenye maisha yangu na nikawa na wewe siku zote. Baby bwana, nimeta sijui nisemaje, lakini jua tu kwamba nina furaha ambayo haielezeki. Natamani sana urudi, nije airport, nije nikupokee. Nitakupiga mabusu kila wakati, nimekumisi sana jamani, my king. Najua love, that's the reason siwezi kuwa mbali na wewe. Asante kwa kujali, asante kwa kuonyesha mapenzi ya dhati, asante kwa kila kitu. Nakuahidi kwamba mimi nitakuwa na wewe tu na nitaendelea kusubiri mpaka ambapo utarudi. Asante mpenzi wangu. Basi ngoja nikuache uendelee na mambo yako." Kauli hii iliambatana na busu zito kutoka kwa mpenzi wake huyu ambaye alikuwa amembusu katika simu yake, na wakawa wamekubaliana kwamba wataonana tena na yupo karibuni kurudi sasa. Na hii sasa ilikuwa ndo furaha ya Raula. Raula alikuwa na furaha mno, akajikuta amemkumbatia. Amekumbatia simu yake mwenyewe, anahisi kama anamkumbatia huyo mpenzi wake ambaye ni kama atarudi hivi karibuni. Na kama tumeelewa vizuri, ndo yule kijana mmoja katika wale wawili ambao wanatakiwa kurudi, na mmoja amesemekana kwamba anaumwa na nini hivyo. Sasa binti alifurahi sana mpaka dimples zikawa zinaonekana, mwenye wake mwenyewe ukaonekana vizuri, na macho yake alikuwa anatoa machozi ya furaha sana. Hakuamini kama ni kweli barafu wa moyo wake alikuwa anaenda kurudi, ataonana naye siku nyingi. Mwanaume ambaye anampenda kwa dhati, mwanaume ambaye amefanya asitazame mtu mwingine yoyote popote pale alipo, kwa sababu ana ahadi kubwa na mwanaume huyu. Haya msikilizaji, tunaweka nukta hapo. Kumbuka binti ametoka out leo, lakini
ndugu yake Paula akiwa pamoja na genge lake la marafiki zake wana mipango mikakati mingine kabisa kwa ajili ya kumwangamiza binti. Lengo ni binti leo anatakiwa kugongwa, kama si kufa basi apate ajali ambayo ni mbaya, itamfanya aharibike kabisa. Anachoringia ni sura, sijui ni shape ama nini, vyote viharibike. Binti ajui maskini. Amekuja tu kwa sababu ndugu yake anataka kuja. Na anakuja kwa sababu yeye hataki kabisa kugombana na ndugu yake. Lakini sijui nini kitaendelea. Kumbuka pia tumemwona ndugu yetu Nurdin amekuja hapa. Bila shaka amekuja kukutana na mtoto mzuri, lakini sijui atafanikiwa ama itakuwa vipi. Wakati huu tumeambiwa kwamba the king yuko njiani, atarudi. Mali halisi, mali halali ya Raula. Wewe unafikiri itakuwaje? Mambo itakuwa vipi? Kamati ya roho mbaya jamani, simeiona. Tuko na Sara, tuko na mtoto wake anaitwa Paula. Kamati moja ambayo ina roho chafu sana. Mimi nakwambia endelea kufuatilia Simulizi Zetu Media. Hapa ndipo kitivu cha burudani kilipo kiukweli. Na hii story ndo kwanza tunaanza. Mambo ni mengi sana pandani. Hakikisha upo wakati wenzako tutakuwepo. Mwandishi ni Sam Dafur, jina langu naitwa Tutu. Tukutane katika sehemu ya pili.